Ya, nipende kukaribisha katika masuala ya michezo ikiwa dakika awali kutokea ndani ya viwanja vya Chuo cha Ardhi jijini Dar es Salaam, ambapo hapa tuna mashindano yanaitwa Inter School Competition, mashindano yanahusisha wanafunzi wa kozi tofauti tofauti, na wanapochuana basi wanafanikiwa kumpata mwakilishi wa chuo ambaye atakwenda kushindana na chuo kingine na wanafunzi wa vyuo vingine ambao wanasoma pia kozi tofauti. Mashindano haya mwalimu, kabla hajakwenda kuanza, kwanza nikukumbushe tu kwamba yana umuhimu mkubwa sana kujenga mahusiano mazuri miongoni mwa wanafunzi, lakini pia yana umuhimu mkubwa sana kujenga mahusiano mazuri kati ya wanafunzi na walimu. Kwa kwamba pia kuna walimu watakaoenda kushiriki katika mashindano haya. Mpenzi mtazamaji, mimi naitwa Paul Mwakyusa, mchambuzi wako, lakini pia nitakupa naye mwalimu ambaye atatuongoza vyema katika mtanange huu ambao unaenda kupigwa siku ya leo. Mwalimu, karibu sana, ujitambulishe wakati ndio kwanza tunakwenda kuanza dakika ya kwanza ya mchezo. Kwa majina naitwa Lydia Samuel Gunzu. Mimi ni mkuu wa idara ya michezo. Inter Schools ni michezo ambayo ipo kwenye kalenda yetu ya chuo. Na ni malengo ya chuo, ni sehemu ya malengo ya chuo kwamba michezo hiyo inafanyika hapa chuoni kwa ajili ya kuimarisha afya za wanafunzi wetu, afya za mwili na akili, ili pia waweze kufanya vizuri katika masomo yao. Inabidi wawe vizuri katika miili yao. Kwa hiyo haya mashindano vile vile umuhimu wake mkubwa ni kujenga mahusiano mazuri kati ya school moja na school nyingine. Lakini pamoja na hivyo inatufanya kuandaa timu bora ya chuo kwa ajili ya mashindano mengine ya vyuo vikuu ya ndani ya nchi na nje ya nchi. Siku ya leo, mwalimu, karibu sana, ujitambulishe wakati ndio kwanza tunakwenda kuanza dakika ya kwanza ya mchezo. Asante sana, mimi naitwa Robert. Na kwa siku ya leo tutakuwepo wote hapa tukiendelea kufuatilia huu mchezo kati ya SACEM pamoja na SSPSS. Hawa wote ni wanafunzi ndani ya chuo kikuu cha Ardhi. Okay, mwalimu, pia karibu upande wa pili hapo, ujitambulishe pia utueleze nafasi yako siku ya leo. Naitwa Official Black. Nitaparticipate katika mechi yetu hii SACEM na SSPSS, kuichambua vizuri na kuona ubora unaendelea kiwanjani na kuonyesha kile ambacho kinachohitajika burudani ya mchezo. Ya, naona wachezaji ndio kwanza wanaingia uwanjani wakiwa wanaonesha ubora wao, wako fiti kabisa, lakini upande wa SACEM naona wanaingia katika masuala ya sala, wamekusanyana pale, lengo ni kuweza kufanya ibada kwa sababu ya kile ambacho kinakwenda kujili uwanjani muda si mrefu. Kumbe kwamba ni mechi inayopigwa kutoka viwanja vya Ardhi jijini Dar es Salaam, kando kidogo mwa jeshi la Lugalo nchini Tanzania. Kweli kabisa. Na nikizungumzia kwa upande huu wa sala ni muhimu, unajua ni michezo, lakini pia lazima watu wote waweze kumshukuru Mungu ili wacheze vizuri na kuweza kutoka vizuri. Okay, basi ndio salewa kidogo ni ya mvua lakini bado mambo yanaendelea. Bado mambo yanaendelea hapa uwanjani, japokuwa kuna kimvua kidogo, bado mambo yanaendelea. Licha ya kwamba pia Simba Sports Club wako uwanjani, lakini bado wanaonyesha uzalendo wa kipekee sana kuwepo uwanjani wakati huu na kuweza kushuhudia mtanange huu unaenda kufikia wapi. Haya ni mapenzi ya juu kabisa. Sasa ni dakika ya kwanza kabisa ya mchezo wetu inakwenda kuanza. Mwalimu, nikukaribishe sana kuweza kutupa highlight ya kile ambacho kinaendelea ndani ya uwanja. Mwalimu, karibu sana mwalimu Robert. Asante sana, ni wakumbushe tu ni SACEM wanakipiga hapa dhidi ya SSPSS. Hizi ni kozi mbili tofauti kwenye chuo hichi cha Ardhi. Naona upande wa SACEM tayari wameshachukua mpira wakionyesha mashambulizi, wakiwa wanashambulia kwenye goli. Wamekosa goli hapa, naona wamekosa goli hapa. Kipa yuko vizuri sana kwenye zile engo ya mwamba wa goli. Kwa mshambuliaji mzoefu kwa maana ni nafasi ya wazi kabisa na uwezo wa kutoa pasi kati au kuchagua ile beki ambaye anakuja mbele yake. Haiwezi kawa sababu labda kwamba mechi ndio inaanza hivyo wanajaribu kusomana. Ni kweli kabisa, kiuzoefu wa kimpira lazima mpinzani umsome mpinzani mwenzie. Kwa pale kabisa damu hazijachangamka, na ndio maana nikasema katika kitu ambacho naona SACEM wanafanya SSPSS wanafanya mashambulizi hapa. Naona kuna faulo kidogo imetokea hapa. Naona refaria anakimbia hapa kuweza kuangalia ni nini kimetokea hapa. Lakini pia tupende kuwakumbusha kwamba Idi So ndiye anayepatikana nyuma ya kamera ambaye anatuongoza vyema kabisa kutupa picha ambazo tunaweza kuziona hapa. Naona inapigwa faulo hiyo. Inapigwa faulo upande wa kwenda kwa SACEM.
Naona wanajaribu kujipanga hapa vijana wa Sakem na kipa anajaribu kuwaelekeza hapa waweze kuweka huo uzio. Inapigwa moja kwa moja hapa, tunaangalia mashambulizi yanafanyika. Wanakosa goli hapa hawa jamaa wa Sakem hapa. Bado kama alivyozungumza mwalimu ni dakika za awali, huenda hii ikawa ni katika harakati za kujisoma au kuwasoma wenzao. Anajaribu tena akosa ile. Naona SSPSS kidogo wanafanya mashambulizi ya kushtukiza hapa, na hawa jamaa wa Sakem waweze kuangalia vizuri hapa kwa upande wao, kwa madefender wao waweze kukaa vizuri, maana yake naona wanashambuliwa zaidi. Wanaonekana Sakem ni wazuri sana kuzuia, sababu watu ukiangalia muundo wao ukataji panga vizuri kikosi chao na watu wao wamekaa madhubuti kabisa. Wale kama tuangalie kidogo hapa. Okay, mpira umerushwa na unapigwa moja kwa moja kuelekea kwenye upande wa goli la SSPSS, lakini madefender wako vizuri hapa. Naona pasi moja kwa moja kwa upande wa tayari mpira umeshachukuliwa. Naona bado hajakaa vizuri hawa. Timu zote mbili ziko 50-50 kwa maana ya kwamba wote kuna muda wanachukua mpira, kuna muda wananyang'anywa mpira. Ngoja tuone dakika za mwanzo itakuwaje. Okay. Chukuliwa mpira moja kwa moja hapa, bado wanao wachezaji wa PSS wanacheza mpira vizuri, anaupiga upande wa kushoto kule moja kwa moja, bado wanacheza nao. Huyu Salum kidogo, huyu Salum ni mchezaji wa SSPSS. Naona kidogo Rinesman ameweza kunyosha kibendera kwamba amezidi, yani yuko offside. Nikiangalia ball possession mpaka dakika hii, kwa dakika hizi za awali naona kama vile hali kidogo iko katika imegawanywa katika pande kuu mbili kwa usawa kidogo. Wewe mwalimu binafsi unaonaje? Kwa sababu ni dakika za mwanzo, bado naona wanasomana timu zote mbili, kila mmoja anajaribu kumsoma mwenzake amekaaje, lakini mimi kwa paka dakika hizi naona kidogo SSPSS kidogo wanamiliki mpira kulinganisha na hawa Sakem. Ukiangalia kimuundo wa mpira unapoenda na kimuundo wa speed, hawa SSPSS wako vizuri kwenye kutengeneza mashambulizi. Naona hapa kidogo wanafika katika lango la mpinzani, lakini hao wengine ni wanakuja kidogo mtelekana. Tuangalie huenda naona mashambulizi ni hatari kwenye goli la SSPSS. Naona vijana wa Sakem kidogo na wameamka, bado wako na mpira, Sakem bado wako na mpira kidogo. Tunaangalia upande wa kushoto ameenda, lakini mpira umetoka nje. Alikuwa amemshika hivi. Nadhani lile kwa kitaalamu kidogo tunaita konga limeweza kufanyika hapa na mpira umeweza kutoka nje. Kwa hiyo upande wa SSPSS ndio wenye mpira sasa hivi, goalkeeper anaangalia wapi aweze kupiga. Na pia goalkeeper yuko vizuri sana. Lake anapokuwa mshambulizi tunaona kabisa anaonyesha yuko anapambana. Okay. Tuendelea hapa, tunaona kipa wa Sakem ameshachukua mpira na anataka kuanza kwa wachezaji wake. Anaupiga mbele pale, mpira wanagombania hapa. Tunaona wachezaji wa SSPSS wameshachukua mpira, wanaanza moja, lakini bado wanahangaika hapa. Ngoja tuone. Sakem bado uko na mpira, anapiga moja kwa moja kwenye lango la SSPSS. Wameweza kupata mpira na wanaelekea moja kwa moja anapiga upande wa kushoto pale. Kijana huyu wa Sakem bado yuko na mpira, lakini wanaonekana kutoka na unarushwa kuelekea lango la Sakem. Anarusha pale mchezaji wa SSPSS, wanaanza moja taratibu kabisa, wanapasiana. Tunaona bado wako na miliki mpira na mashambulizi yanaenda kufanyika hapa. Bado wako na mpira, lakini hii ni faulu kabisa ya wazi na referee ameweza kuiona. Huyu ni forward namba 9 wa SSPSS ameweza kufanywa madhambi hapa. Na pia ukiangalia namna ambavyo hawa SSPSS wanapeleka haya mashambulizi wanakuwa ni wepesi sana kufanywa faulu, kwa sababu wana wachezaji wepesi ambao wanaofanya vitu kwa ufasaha. Nadhani hao watu wa Sakem ama defender waweze kumwangalia huyu forward wa SSPSS, anaonekana kuwa hatari sana. Anapokuwa na mpira anaonekana kuwa hatari sana. Nadhani waweze kumtolea macho vizuri, hasa hawa masentaf pamoja na hizi beki za pembeni, waweze kumwangalia vizuri, na anaonekana ni mwepesi kabisa na nguvu zake kama Barotelli hivi. Naona wanapata nafasi hii sawa na vile ambavyo refalia ameweza kufanya maamuzi kutokana na kile ambacho mchezaji wao aliweza kufanyiwa. Inafanyika faulu hapa, inapigwa moja kwa moja kwenye lango la umetoka mpira moja. Nadhani bado sijaona mpigaji wa faulu mzuri katika upande wa SSPSS. Naona bado hata faulu ya kwanza ilivyopigwa haikuwa nzuri sana. Sijajua ni maandalizi ama ni nini. Ameanza hapa goalkeeper Sakem kwa defender wake hapa. Moja kwa moja defender ameamua kuipiga mbele. Wanaruka kichwa hapa wachezaji wa SSPSS, bado hajapata mpira vizuri. Unaendelea bado Sakem wako na mpira. Bado.
bado anaonekana kuondoka, anapiga katikati pale na madhambi hatari sana kwenye lango la timu ya SSPSS, lakini kipa amejaribu kuweza kuokoa hapa. Bado wanao watu wa SSPSS, ni Salumu yule namjua vizuri. Salumu anajaribu kuondoka hapa. Ni mchezaji mzuri sana. Bado mchezo wa dakika hizi za mwanzo unaonyesha hii namba 6 huko bwana ni hatari, anaonyesha movement za hatari kwamba akishika mpira anaenda sana kasi. Kona ya kwanza imeweza kupatikana kwenye lango la SSPSS. Nadhani yale ni makosa ya golikipa, akarudishiwa mpira lakini ameshindwa kuweza kuutuliza vizuri. Ndio moja kati ya changamoto sana magolikipa wetu kwa upande wa nchi yetu ya Tanzania. Ukimwangalia Manula hawanakuwa hajiamini kabisa. Inapigwa kona, hebu tuangalie kwanza hii kona hapa. Anaelekezwa maelekezo vizuri ya kuweza kukaa vizuri. Imepigwa kona kwenye lango hatari sana, kipa ameweza kuidaka hapa. Naona kipa ni nyingi sana, naona anazitia mikononi na zinaenda kwa uzuri zaidi mikononi mwake. Ni kwamba ni kipa miongoni mwa makipa ambao wanafanya kitu ambacho kweli unakiona. Ni kweli kabisa. Huyu kipa ni mzuri sana. Nimeweza kumshuhudia kwenye mazoezi yao kipindi wanafanya. Anaonekana kuwa ni mzuri zaidi. Imepigwa faulu moja kwa moja kwenye lango la SSPSS na kipa ameweza kufanikiwa kuweza kulilinda goli lake kwa maana ya kuudaka. Ameanza moja hapo. Na pia mwalimu ndio. Anaonekana ni hatari sana kufika langoni. Sababu mashuti yao yanafika. Hatari. Kipa katoka, sijaelewa ni nini kimefanya paka kipa atoke. Ni jambo kidogo la kushangaza lakini sijajua. Hebu ngoja tuone. Uwanjani bana hakuishiwi vimbwanga. Vitu kama hivyo tunaita vimbwanga bana. Nadhani ni mawasiliano yameweza kukosekana hapa baina ya defender wa mwisho Sentafu ambaye ni kapteni pamoja na golikipa wa Sakem. Ngoja tuangalie hapa, wanaanza moja watu wa Sakem moja kwa moja, wana upande wa kushoto kule. Na bado anahangaika na mpira ameweza kutoa. Unarushwa kuelekea lango la SSPSS. Bado mashambulizi mengi zaidi nikiangalia mpaka sasa hivi mengi yameelekea kwenye SSPS. Huko naona mashambulizi mengi sana yanapigwa kuelekea huko. Umepigwa katikati pale, tulikuwa tuangalie. Okay. Umechukuliwa mpira na wachezaji wa Salumu, naona amechezewa alafu hapa. Ni Salumu amepigwa ile, nadhani ni sio nzuri. Wataalamu wanasema ni ugali. Ni ugali. Pengine sio ugali lakini ni madhambi kabisa ambayo mimi nimeyaona wazi hapa kwa sababu amejaribu kuweka kiwiko kwenye tumbo la Salum na ndio maana alifaria alikuwepo pale ameweza kupiga filimbi. Tunaona kipa wa SSPSS anapiga moja kwa moja mbele. Mpira umepigwa kuelekea lango la Sakem na Sakem wako vizuri sana kwenye upande wa defensive kwa maana ya kuweza kudefend mashambulizi ambayo yanafanywa na SSPSS. Bado wanao SSPSS lakini unaonekana mwamuzi kisha nyoosha kwamba umetoka. Kwa hiyo unarushwa kuelekea upande wa SSPSS. Wako makini kabisa hata watu wa vibendera. Nimeona kule kuna mtoto wa kike ambaye pia naye anasimamia jukumu hili. Hii inatuonesha kabisa kwamba usawa kijinsia katika michezo ni kitu ambacho kinazingatiwa sana. Katika swala zima la maamuzi tunaona wakina dada sasa hivi idadi yao imekuwa kubwa kidogo uwanjani. Ndio. Na nadhani defender huyo kuweza kuangaliwa, nimekwambia unaona anaondoka moja kwa moja. Ni hatari kabisa, naona ni faulu ya wazi kabisa kuelekea kwenye lango. Kadi ya njano imetolewa hapa. Kapteni wa Sakem ameweza kupata kadi ya njano moja kwa moja na hii ilikuwa ni 1 against 1 kwa sababu huyu forward ni hatari na alikuwa amebaki na mmoja. Na pia ukiangalia referee ameonyesha nzuri sana namna nyingine pale akiwa Ni kweli kabisa. Naona kapteni wa SSPSS tayari yuko kwenye mpira kwa kuweza kuweka vizuri ili aweze kupiga. Ngoja tuone nini kinatokea hapa. Mpenzi mtazamaji wa Mawio Television, tupo kwenye dakika za mwanzo za mchezo huu. Imepigwa faulu moja kwa moja hapa, tunaangalia hatari. Ni hatari kwenye upande wa SSPSS lakini nadhani madefender wameweza kuwa vizuri na kuweza kuokoa. Mpira unaenda moja kwa moja kwenye upande wa SSPSS. Bado yuko nao mchezaji wa Zakem hapa. Moja kwa moja anaitandika hapa, ni hatari kwenye goli lao. Imeshindikana. Bado golikipa anazidi kuonesha ubora wake kila wakati ambapo mashuti yanafanywa majaribio. Lakini hii haiwezi kuleta hatari yoyote kwa SSPSS. Ni hatari kwa sababu ukiangalia na hali yenyewe ni ya mvua, mipira inateleza. Kwa hiyo nadhani golikipa anatakiwa awe makini zaidi kwa sababu mipira inapopigwa hivyo mara kwa mara inaweza ikatokea ikapenyeza kwenye mikono yake. Labda kwa kuongezea tu, hivi ikatokea mchezaji ameteleza kabla ya kudaka mpira, kwa maana kwamba hajaufikia mpira lakini wakati anaelekea sasa kwenda kudaka ule mpira ikatokea ameteleza. Hii kiufundi inakaje? Na hilo je linahesabiwa kama goli kutokana na hali ya hewa ambapo tunaweza kuiona? Moja kwa moja ni goli la wazi kwa sababu
sababu hajaguswa, hajafanya kitu chochote. Kwa hiyo ni goli la wazi, kwa sababu kwenye hali kama hizi za mvua haya mambo huwa yanatokea, hasa kwa upande wa magolikipa, kwa maana ya mikononi inabidi wawe makini sana. Kwa kila kosa ni advantage. Ni kila kosa, mpira ni mchezo wa makosa. Unapofanya makosa wewe unaadhibiwa. Na ukiadhibiwa ni goli au inatokea namna gani? Sasa nadhani tuendelee kuangalia mchezo mpaka sasa hivi ni 50-50 kidogo, lakini kwa upande wa SSPSS kidogo naona kama wamezidiwa hivi. Sijui kama nyinyi mnaona hili swala. Ni kweli kabisa, hata ukiangalia wanapopeleka mashambulizi kwa upande wa Sakem wanaonekana ni kama wameukamata lima. Kweli kabisa. Mapana ya uwanja wanatumia vizuri sana. Mpira unarushwa kuelekea lango la SSPSS. Nadhani amerusha vibaya ama sijaelewa. Okay. Anaelekezwa vizuri, nadhani anabishana kidogo hapa na Rainsman. Nadhani wanarudia kurusha hapa. Bado wanao Sakem, bado yuko na mpira mchezaji huyo wa Sakem, lakini inaonekana ni madhambi hapa yamefanyika ama ni nini? Mpira umetoka. Okay, moja kwa moja unapigwa kuelekea lango la Sakem. Lakini kwa faida ya watazamaji nipende kuwakumbusha kwamba tunapozungumza Sakem manake na SSPS tunamaanisha kwamba ni kozi tofauti ambazo zinasoma vitu vinavyoshabiana, basi wanatengeneza timu moja, kwa maana ya kwamba kozi fulani kama kozi ya elimu basi inakuwa ni ile kozi ambayo wanafunzi wa kozi hiyo ambao vitu vinavyofanania basi wanakuwa na timu yao. Sasa hapa tunaona SSPSS hawa bana wana kozi zao, lakini na Sakem pia ni mjumuiko wa kozi ambao vitu vyao vinafanania wanavyovisomea. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo ndio mashindano haya tunaweza kuona hapa yanaendelea. Sasa hatujajua kozi namna vitu wanavyovisoma inaweza ikawa na matokeo fulani pia uwanjani. Huenda ikawa labda kuna uhusiano fulani. Ni wazi kabisa lazima kuwe kuna mahusiano. Naona mpira umetoka hapa, wanarusha watu wa Sakem moja kwa moja. Naona kuna namna imetokea hapa, sijajua nini refali ana maanisha, lakini ngoja tuendelee tuone nini ambacho kinaweza kutokea. Nadhani ilikuwa ni offside. Ni offside ama amerusha vibaya. Alimchezea bunda pale mzee, maana aliingia vibaya kwenye goal. Okay. Aliutoa. Kwa hiyo unarushwa moja kwa moja kuelekea lango la Sakem. Huyu ni mchezaji ni defender huyu wa kushoto. Anarusha mpira moja kwa moja kuelekea lango la Sakem na mpira unaokolewa hapa. Wanao bado watu wa SSPSS moja kwa moja unapikwa Goalkeeper amekamata akautia. Na nadhani kuna namna kama unapiga bado hajawa vizuri kwenye mfumo wa pasi na nini. Na mipira mingi inaenda juu. Kama umegundua SSPS wamepiga. Hapa kuna changamoto moja hapa. Nadhani alipokuwa na udaka alidakia kidogo nje ya box, ndio maana refaria ameweza kusimamisha hapa. Naona analalamika kapteni pamoja na kipa wake. Na waangalie vizuri kwa basi angalie vizuri kapteni, kwa sababu tayari ana kadi ya njano unajua. Anaweza kanyoshiwa kidogo nyekundu ikawa ni balaa. Wakawa wamepunguza wachezaji. Mwalimu, kwenye swala lako la utoaji wa mipira kwa pande zote mbili ni ubovu wa viwanja, kwa sababu ukiweka miundombinu mizuri katika viwanja vyetu hivi ilikuwa mipira inateleza, lakini ukiangalia kwa ubora wa wachezaji wanaocheza wangekuwa wameenda kucheza kama let's say pale kiwanja cha Azam Complex wangefanya vizuri sana zaidi ya hiki ambacho tunachokiona hapa uwanjani. Ni kweli kabisa. Ngoja tuone hii faulo sasa kinaenda kutokea nini, manake ni faulo ya wazi na ni faulo kabisa. Kwa wataalamu wa kupiga faulo hapa ni karibu zaidi. Yani kwa wale wanaopiga vizuri faulo, kwa mfano mtu kama Aziz Ki hapa akiipata. Mchezaji anafanya nini hapo? Naona kama vile kuna kitu ambacho kimeweza kutokea hapo, sijaelewa. Ngoja tuone. Naona wanasukumana kidogo hapa. Kasukumwa hapo tena. Naona wanasukumana hapa. Hali ni mbaya kweli kweli. Sasa japokuwa wanapata nafasi chache, lakini zinaweza ikawa na madhara. Ngoja tuone hapa. Naona goalkeeper anajaribu kuwapanga vizuri wachezaji wake, kwa maana madefender hawa vizuri wameweka ukuta na Salum ndio anaenda kuupiga mpira huo. Naona amejivuta nyuma kama Cristiano Ronaldo. Ngoja tuone nini kinatokea hapa. Anapiga mpira. Umezuiliwa hapa mpira. Okay. Nadhani upigaji wake haujawa mzuri zaidi, manake hata mguu jinsi alivyoshuti mpira Mekana mpira wa kitoto kabisa hapa. Mwalimu eneo kama lile akilipata Anko Messi pale hawezi kuacha, kwa sababu kwa kweli ni mzuri pale, right foot hawezi kupiga. Na mpira hapa naona umetoka, wanaurulisha kwenye ni goal kick kuelekea lango la SSPSS. Nadhani hao jamaa inabidi waweze kukaa vizuri, hasa huyu Salumu ambaye anapata nafasi kama hizi tafaulo za mwanzo. Pengine unaweza ukapelekea wengine wakapata nafasi, kwa maana Sakem na wakafanya vizuri. Kwa hiyo sasa nafasi
watu wakifanya makosa basi aitumie nafasi vizuri. Mpira umepigwa kuelekea lango la SSPSS na defender hapa tayari naona kuna changamoto imetokea, hatujui ni nini. Kilitokea nini hapa? Unajua picha kutazama ni kwamba alikuwa amemvuta mwenzie jezi ili madi asitembee na mpira. Ndio maana refa akaiweka mpira chini kama ni foul. Okay, ngoja tuangalie. Napigwa foul moja kwa moja kuelekea lango la SSPSS. Anayepiga huyu ni nani? Kapteni anapiga moja kwa moja, tuangalia hapa wameweza kuizuia. Moja kwa moja anapiga tena mpira lakini bado naona wanapambana hapo watu wawili. SSPSS wameokoa mpira na kuelekea lango la hawa jamaa wa Sakem. Naona mpira umetolewa hapa na wachezaji wa Sakem na unarushwa kuelekea lango lao wenyewe Sakem. Kitu ambacho tunachowakubali hawa watu wa Sakem, upande wao wanajituma kadri iwezekanavyo, kwa sababu wakienda kushambulia wapo wote, wakienda kuzuia wapo wote. Ndio maana mwanzo nilipokuwa nakwambia mwalimu wako vizuri sana kwenye kuzuia upande wa Sakem. Kwa sababu mpira moja kwa moja ni nguvu ya wachezaji wote. Kwa hiyo wachezaji wote inabidi wajitume. Naona mpira unarushwa kuelekea lango la SSPSS. Naona wameanza vizuri hapa. Kapteni huyu yuko na mpira chini anahangaika kumzuia. Okay, mpira umetolewa tayari na anaonekana kuna madhambi hapa yamefanyika kwa kapteni. Au utakuwa kuna shida gani? Nadhani pamoja na kwamba madhambi yametokana na huyu kapteni amekaa chini, lakini naona kama alifalika nyosha upande wa Sakem ule. Sijajua nini hapa kilitokea. Ukiangalia kwa mbali hali ya hewa, bado hali ya hewa ni mvua inaendelea kupiga taratibu katika maeneo haya na kibaridi fulani hivi ndani ya jiji ya Dar es Salaam. Kumbuka kwamba huu ni mwezi wa 5, kidogo kibaridi huwa ndio kinakuwa kinaanza kuchomoza kuelekea mwezi wa 6. Naona yule mchezaji kidogo injili yake anaendelea vizuri sasa hivi. Nini ambacho wanajaribu kudiscuss pale wachezaji wa Sakem? Anajaribu, lakini sio nzuri kwa sababu ulikuwa na discuss na mpira umesharushwa tayari hapa na ni hatari katika lango lao. Hii ni mbaya sana naona. Hii ni mbaya sana, una discuss alafu wako ndani ya mchezo. Kwa hiyo sidhani kama inatakiwa hii. Ukiangalia mwalimu, ukiwa katika aina yote ya mchezo inabidi akili yako hiyo uondoe. Kabisa. Haya mambo ya kuzungumza haya. Unaweza ukazidiwa na watu ambao kwa pili. Unadhani ni jukumu la nani? Hili si alikuwa jukumu la captain kuhakikisha kwamba wachezaji wake wanakuwa Ni kweli kabisa mwalimu kwamba captain alitakiwa hawa organize wachezaji wake wawe uwanjani. Sio kulalamika muda wote. Unaweza kutokea hatari ukashindwa kuikabili. Kweli kabisa. Naona anapigwa kona hapa ya kwanza kwa upande wa SSPSS. Wanapiga kona yao ya kwanza kwenye lango la Sakem hapa. Ngoja tuone nini kinatokea. Unajua hii mipira kama hii na hali ya hewa kama hii sio rafiki kabisa kwa magolikipa, kwa maana kwenye kudaka mpira unaweza ukateleza alafu likatokea kutokea. Kona ya kwanza inapigwa moja kwa moja, imepigwa. Tunaangalia ni hatari kabisa kwenye lango hili la Sakem hapa. Naona wamefanikiwa kidogo kuweza kuiondoa hatari hii. Wameanza moja kwa moja lakini bado SSPSS wako na mpira. Kama shika ile akanyanyua mkono juu kwamba kuna shida hapa. Alikuwa ameshika. Akushika lakini nadhani ni ameinua kiatu. Ameinua meno yameonekana, kwa hiyo inapigwa foul hapa moja kwa moja kuelekea lango la Sakem. Lakini wako vizuri madefender bado wako vizuri. Ngoja tuone nini kinatokea hapa. Bado mpira mimi sijaona kama umetulia toka umeanza. Naona ni butu bado. Sijajua ni nini changamoto hapa. Ngoja tuendelee kuangalia. Tazama changamoto ndogo ambazo zilizokuwepo, mpira kutembea kwa pasi za chini, muroro zile, uwezi kabisa ukapambana nazo. Nadhani ni kutokana sijui na hali ya hewa wanateleza ama ni nini. Ngoja tuendelee kuangalia mpira. Ni goal kick kuelekea lango la SSPSS. Goalkeeper huyu wa Sakem anaenda kupiga mpira huu. Anaangalia jinsi gani anaweza, ameanza hapa kwa fullback huyu wa kushoto. Kapteni amepiga moja kwa moja mpira. Wameleka kichwa kijana wa Sakem hapa, bado wako na mpira lakini SSPSS wamefanikiwa kuweza kuutoa. Wameweza kuokoa mashambulizi kwa sababu bado sijampata hatari kwa maana ya forward hatari wa upande wa Sakem. Lakini kule kwa upande SSPSS yule jamaa anayefanana kidogo kama Balotelli hivi na utege fulani hivi. Kama Balotelli. Anaonekana kuwa hatari na nadhani hata na Nkaba anakuwa wili. Ngoja tuangalie pasi imepigwa moja kwa moja hapa. Anakimbia mchezaji anaweka katikati hapa, tunaangalia. Goalkeeper ameweza kunyaka mpira hapa. Goalkeeper huyu yuko vizuri sana. Ngoja tuone hizo dakika zinazofuata itakuwaje. Moja kwa moja mpira bado anao. Huyu forward hatari huyu, kwa mfumo namuita Balotelli mimi. Amepiga moja kwa imekataa hapa. Lakini bado yuko na mpira. Jamani, ni hatari kabisa hapa. Hatari kabisa hapa.
Hatari jamani, golikipa hatari jamani, golikipa mwanza kutoka mpira hapa. Lolote lingeweza kutokea pale. Naona na pia mwalimu, hii ni mara ya pili nikukumbushe, golikipa alitoka mara ya kwanza na wakakosokoswa hivi kwamba yani wangekuwa na ongezeko kubwa la washambuliaji pale au watu ni wengi wangekuwa katika dimba la Sakemi. Isije ikawa golikipa ni mchezaji wa ndani wamemforce tu kuingia hapo golini. Na kama nilivyowaambia awali kwamba mpira huu ngapi mtu anatoka tu. Siasa za soka hizo. Na kama nilivyowaambia hapo awali kwamba mpira huu kwenye hali hii ya mvua golikipa inabidi awe makini. Pale mpira amejaribu kudaka lakini kama umeteleza hivi. Kama mmeona vizuri. Na pia mwalimu, kwa dakika hizi chache ambazo tulizoangalia kwa ukiangalia upande wa Sakemi wanatumia vizuri sana mapana yao ya uwanja. Kweli kabisa. Wanatumia mapembeni kuanzisha mashambulizi yao. Na hata pia ukiwaangalia SSPSS wanafanya zile pasi zao zipite katikati, ndio maana wanakuwa sana wanafika kwenye lango la mpinzani. Kuna changamoto hapa, jamaa wameweza kujigonga bahati mbaya. Naona ndo refaria anauliza kama wako vizuri. Lakini pia nadhani huyu Benteke, huyu jamaa anamuita Benteke huyu. Upande huu wa SSPSS ni Benteke. Sasa sijui ni kweli kuna ubenteke humu ama nini, tutashuhudia hapa ndani ya hizi dakika 45 za kwanza. Nikumbushe tu kwamba ni mwishoni mwa kipindi cha kwanza, refaria alikuwa akichungulia pale saa. Sasa hapa bado kipindi kinaendelea, lakini nikumbushe tu kwamba siku ya Jumatatu ungana nasi mapema kabisa kuanzia saa 9:30. Matangazo haya yataanza kupeperushwa rasmi ndani ya channel yetu ya Mawio Television. Asante sana kwa wote ambao tuko pamoja. Kumbushe tu kwamba siku hiyo ni vyema ukafika pale. Mwalimu, endelea. Tunaangalia jamaa wa SSPSS, defender ameweza kuokoa mpira hapa, lakini bado wanao watu wa SSPSS. Ameukosa ukapteni kidogo, amemtoka. Sijajua ni umeteleza kwa sababu ya mvua, unarushwa moja kwa moja kuelekea lango hili la Sakemi. Sakemi bado uko na mpira, anaondoka. Ni madhambi hapa. Anachezea alafu mbaya sana. Mbaya sana hii naiona. Utimamu wa mwili wa huyu namba 10 ameinuka. Ngoja tuone hapa, inapigwa faulo moja kwa moja kuelekea kwenye lango la SSPSS. Hivi hawa wamejaribu kufanya mashuti ya mbali kuelekea upande wa SSPS? Bado sijaona. Hata kwa upande wa SSPSS kuelekea lango la Sakemi bado sijaona hicho kitu. Kitu ambacho wanachofanikiwa Sakemi ni kutoa zile kosi za mwisho, lakini faulo inapigwa hiyo. Faulo imeokolewa hapa, naona bado watu anapiga moja kwa moja hapa. Majaribio ya nadhani kipa naye anaonyesha mbwembwe hapa kidogo kwa kuluka sarakasi. Ni hatari sana. Naona mashabiki nje kidogo wanampigia makofi sana. Mashindano ya kichuo bana, watoto au vijana huwa wanajikuta wanaingia katika system hizi na mwisho wa siku wanaweza kufikia ndoto zao kitaaluma, lakini pia na katika michezo. Lakini swali la msingi ni kwamba kupitia mashindano haya, je, mwanafunzi anaweza akajikuta anapata nafasi na akaweza kuzitumia nafasi zote mbili, kwa maana ya kwamba nafasi yake ya kushiriki uwanjani pamoja na ile nafasi ya kuweza kutumia taaluma yake kwa maana ya kile alichoweza kukisomea? Hii inawezekana mwalimu? Ni kweli kabisa. Hata ukitazama upande wa pili wa elimu unakwambia uchanganye na michezo ili mradi ikusaidie kiafya, kwamba hata ukiangalia sasa hivi katika soka letu la dunia kuna vijana wengi wanaibuka ambao wanapambania klabu zao. Kwa mfano kama Barcelona, kuna mtoto yule anaitwa Lamine Yamal anaipambania klabu yake ni akiwa na miaka 16 huko, bado anaendelea na elimu. Na hata sisi Tanzania tunaweza kuibua hivi vipaji. Kwa inawezekana kupata engineer ambaye anapiga soka? Ni kweli kabisa. Sio kwamba kutakuwa na mpishano kidogo wa ratiba. Hapana, nikiangalia kwa upande wa club ya Young Africans kuna kijana mmoja huyu defender huyo anamuita Baka, Ibrahim Baka. Huyu jamaa ni mwanajeshi, unaweza kaona ni mwanajeshi kutoka Zanzibar. Na bado yuko jeshini, lakini pia anatumikia klabu ya Young Africans na Dar es Salaam. Kifupi ni kwamba inafika hatua inabidi iwe hivyo, kwa sababu mpira tayari ni ajira na siku hizi ni business kubwa sana. Kwa hiyo mtu anaweza kawa na elimu yake, kaongeza ujuzi vizuri, lakini bado akapata hii ikawa ni kazi yake. Lakini kumekuwa kuna dhana miongoni mwa wazazi kwamba wanaposikia watoto wanacheza michezo mfano hii mpira mguu wakiwa vioni huko, wanaona kana kwamba hawajawa serious sana na masomo. Lakini umenifungua hapa macho kidogo kwa kusema kwamba mpira imekuwa ni biashara kubwa sana kwa kipindi hiki. Kuna uwezekano ambapo mtu ujira wake ambao kwenye taaluma ambao angesomea usingeweza kabisa kufikia pale kwenye kile kiwango ambacho angelipwa kwenye soka. Ni kweli kabisa. Ni la yetu kwa wazazi kuhakikisha kwamba wanawaruhusu watoto wao kufanya vitu ambavyo
vinaweza vikahusiana zaidi na michezo, kwa sababu pia michezo ina nafasi kubwa sana. Okay, karibu mwalimu. Niseme tu kitu kimoja, naona bado hapa tukitazama hii game jamaa bado wako 50-50, lakini wamechangama kidogo. Sakemu hapa anafanya mashambulizi, na nimeona kuna mchezaji mmoja anajaribu kuwachukua vijana, kuwakusanya, kupunguza kabisa watu kama Pakome hapa. Naona kuna ujumbe hapa amenitumia mkurugenzi wa Robi Sports TV, anasema kwamba anawapata vyema, endeleeni kupiga kazi vijana wangu. Na sisi tunasema tunaendelea vizuri kabisa. Wakati huo tunaendelea kupokea salamu zenu kwa wote ambao mnatufuatilia live kupitia mtandao wetu wa YouTube. Karibuni sana, lakini hakikisha kwamba umegusa alama ya subscribe na alama ya kengele, kwa sababu muendelezo wa hii Inter School Competition itakuwa ikiendelea yote ndani ya Mayo Television. Utakuwa unapata burudani kama hii kila siku. Nakumbusha tu kwamba ni siku ya Jumatatu, hakikisha tu upo ndani ya channel yako mapema kabisa tuweze kujua kila ambacho kinakwenda kujiri. Na kwa wale ambao wanajiunga nasi kwa sasa hivi, hii ni mechi kati ya Sakem pamoja na SSPSS kutoka chuo kikuu cha Ardhi hapa, na haya ni mashindano ya Inter School Competition. Ndio. Tukiangalia hapa anafanya mashambulizi Balotelli, unamuita Balotelli, hatari kwenye lango la Sakem hapa. Kama unakumbuka mwanzo nilikwambia mwalimu, Sakem ni uzuri sana kwenye kuzuia mipira kama hii ya mwisho. Na alikuwa ni Salumi yule, ameweza kukosa nafasi ya wazi hapa. Nadhani sijui alikuwa anasubiri nini hapa. Lakini pia nilichokuja kugundua ni kwamba kipa wao ni kama mipira mingi hajatia mkononi ukifananisha na kipa wa SSPS. Ni kweli kabisa. Huyu mashambulizi mengi hayamfikii yeye moja kwa moja, ndio maana anapata uhuru wakati mwingine hata kutoka golini. Kweli kabisa. Kwa ila kidogo mabeki hao upande wa Sakem wanajitahidi sana kuzuia mipira hiyo isiweze kufika katika lango lao na kutengeneza hatari ama kutengeneza matokeo mengine tofauti ambayo yakawacha na kilio. Nadhani hapa sijajua ni kiwanja ama ni nini. Pale Salumu aliweza kukosa nafasi ya wazi na sijajua alikuwa anasubiri nini. Huyu Salumu kidogo inabidi achangamke. Upande wa Sakem wana mpira sasa hivi hapa. Anapiga huyu defender moja kwa moja, inamkuta mchezaji wa SSPSS, anaweza kukua mpira, wanaanza moja mpira chini, wanataka kuweka hapa. Anaondoka huyu jamaa hapa. Mpira na Wise. Salumu anashindwa kuwa mpira hapa. Kachelewa, ni kama amenyosha mkono kwamba mpira umetoka. Bado mpira upo. Lakini kibendera tayari yashanyosha hapa. Linesman wa upande kule tayari ameshaona kwamba mpira umetoka. Wanaanza hapa wachezaji wa Sakem, kapteni anapiga mpira mbali kabisa huko. Bado anaendelea mchezaji, bado anao, anaweka chini, anatembea kidogo, bado anao, anaenda moja kwa moja kwenye kona kule. Anajaribu kuupiga mpira lakini inashindikana. Amemchukua, anajaribu kuweka katikati hapa. Hatari kwenye lango la SSPSS hapa. Bado na mpira. Hatari hapa. Kipa anaweza. Kipa yuko vizuri sana huyu kipa SSPSS. Bado mashambulizi yanazidi kumfikia golikipa. Wakati wote inaweza katokea lolote lile bana. Kweli kabisa. Na hali yenyewe hii ya mvua ni hatari sana mpira unapokuwa unamfikia kipa. Utasikia utelezi huko bwana. Sikatelezea huko. Hatari sana. Tunaendelea, wanao watu wa kapteni huyu wa SSPSS bado anachukua mpira, anauweka moja kwa moja kwenye upande wa Benteke, huyo anamuita Benteke. Kuna mpira hapa, ameweza kuzuiliwa hapa. Mpira unaelekea kwenye lango la Sakem. Wametoa hapa watu wa Sakem. Mpira umerushwa tayari. Kapteni kaweko chini hapa. Madhambi yamefanyika kwa wachezaji hawa wa SSPSS, na kapteni akafanywa madhambi. Kwa hiyo napigwa foul moja kwa moja kuelekea lango la Sakem hapa. Ngoja tuone. Hii ni kama follow yao ya Navy inafanyika hapa. Ngoja tuone nini kitatokea hapa. Follow yao kama ya Navy. Goalkeeper anajaribu kupanga ukuta hapa vizuri kabisa kwa ajili ya hii follow. Naona napigwa follow moja kwa moja hapa. Tali kwenye lango. Ni kichwa cha wazi kabisa. Balotelli huyu ni hatari sana, ameweza kupiga kichwa lakini nadhani kimetoka nje. Wamepiga kwa haraka kipa huyu wa Sakem, na bado wanao Sakem hapa. Hatari. Hatari kwa upande wa SSPSS, naona ni hatari. Bado pigo. Mpira bado ni hatari. Okay. Mwalimu unanipata? Anakupata vizuri sana. Nasikia vizuri kabisa. Ama utakuwa unanikosa, lengo ni kuweza kufanyia marekebisho hapa uweze kunipata pia kwa uzuri pia. Bado sikupati vizuri hapa, naomba kitu kufanyike, sikupati vizuri. Okay, sasa ngoja nikuwekee mambo sawa.
angalau tuweze kuzungumza lugha moja tu. Unanipata hapa mwalimu? Nakupata vizuri sana. Naamini mpaka dakika hii tutakuwa tuna coordination nzuri kabisa kuweza kujua nini ambacho kinaendelea hapa uwanjani. Ni kweli kabisa. Lakini mwalimu upande wa kulia kwetu hapa unaweza kuwa unampata. Mwalimu karibu sana, unaweza kuzungumza ili angalau tuweze kutesti kuangalia je kama anaweza kukupata mwalimu upande wa kushoto. Asante sana mwalimu, game bado inaendelea, game ipo on. Pia tunaona SSP wamepata faulo kuelekea Sakem. Na pia tukiangalia hali ya hewa bado ipo ni ya mvua na mashabiki bado wanazidi kuteremka katika kiwanja hiki cha Alizé hapa kuangalia burudani. Okay. Naona goalkeeper na Minasa ile pale. Hizi mimi bado naziogopa sana kwa sababu ya hali ya hewa. Kwa hiyo lolote inaweza katokea, mipira inaweza kateleza, hasa maforward yakiweza kupiga kwa nguvu yale mashuti ambayo yanaweza kateleza kwenye mikono ya magolikipa. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea. Hali ya hewa sio rafiki kabisa kwa timu zote nzuri, hasa kwa makipa na madefender. Wanaweza wakakosea ama kuteleza. Kwa inabidi wawe makini kabisa. Mpira unaendelea hapa. Tunaona wachezaji ni kama mpira umetolewa hapa. Na pia mwalimu na unarushwa kuelekea Sakemu. Pia ni wakumbusho watazamaji bado game ni bila. Tumepata bado goli katika upande wote, sio Sakemu wala SSPS. Kweli. Naona kidogo ilifanyika madhambi hapa, unapigwa kuelekea lango la SSPSS. Ngoja tuone hapa nani anapiga, nadhani atakuwa ni captain. Moja kwa moja kaupiga mpira mrefu na vijana wa SSPSS bado wanahangaika hapa. Ni kama kautoa hivi. Sijajua ni nini. Anasema goalkeeper apewe mpira lengo aweze kuanza huko. Okay, ni goal kick kuelekea lango la Sakem hapa. Goalkeeper ameenda kupiga mpira hapa. Goalkeeper mzuri kabisa huyu wa SSPSS na anapiga mpira, kaupiga moja kwa moja kwa upande huu. Ngoja tuone. Wako na mpira hapa. Bado wanahangaika wachezaji na unaonekana kutolewa, unarushwa kuelekea upande wa SSPSS. Unaona SSPSS wamekosa shambulizi na Sakem. Wanapambania bado Sakem wanapiga shuti, kipa anaudaka vizuri sana. Nikahisi kama kadakia kwa ndani, kumbe bana hii ile kopo nje bana. Na ni kweli, na kama tunakumbuka mwalimu anavyosisitiza ni hali ya hewa ilikuwa hivi kidogo katika magolikipa wana uwezo wakapigiwa shuti akashindwa kulidaka kwa zile gloves anaweza zikawa zinamteleza. Na amezungumzia kwamba issue ya yale makiki mazito yana uwezo wa kutengeneza matokeo katika nyakati hizi za kipindi cha mvua. Unadhani elimu hii ni muhimu zaidi kwa wachezaji pia na wao kuipata, kwamba wakati wanapogundua kwamba mvua inanyesha pia ni fursa mashuti ambayo yanaeleweka kidogo kwenda golini yanaweza kutengeneza matokeo mazuri. Ni kweli mwalimu, hata ukitazama pia hawa Sakemu wanajaribu kupiga mashuti ya mbali, lakini ni kama vile wanapata nafasi chache sana katika hii eneo la karibu au la mbali kupiga mashuti, kwa sababu hata ukiangalia wingi wao wanaokuja ni wanatumia upana wa kiwanja. Wangekuwa wanatumia nafasi ya kupenetrate zile pasi za mwisho na tungekuwa tumepata striker mzuri hapa katika naona bado amekosa hiyo nene pia. Naona amekosa. Pia mwalimu nikikukumbusha kuwa hii ni kona yao ya 5 kama sikosei, hawa anaenda kupiga huyu mchezaji wa Sakem. Ngoja tuangalie hii kona, huenda itazaa goli, ni nafasi ambazo wanazipata Sakem kuweza kufanya jambo ambalo linaweza kutengeneza matokeo na akabadilisha kabisa. Inapigwa kona ile pale kuelekea bahati mbaya inatolewa huko, anajaribu tena mchezaji wa Sakem. Anajaribu tena anipeleka huko kushoto. Anaenda nayo taratibu kabisa kule, lakini kibendera ananyanyua juu kabisa mkono kuonyesha kwamba mpira ulikuwa ni offside. Kuna mchezaji ambaye alikuwa amejiongeza. So mpira unarudishwa golini huku. Lengo golikipa aweze kuanza huu. Wachezaji wanajivuta katikati mwa uwanja. Golikipa anakwenda kupiga ndefu kabisa. Anamwambia sogea mbele bana, wewe utakiwa kunisubiria huku. Tunatakiwa tushambulie, dakika zinakimbia sana hizi. Tuweze kutengeneza matokeo katika dakika za awali kabisa mwanzoni mwa kipindi cha kwanza. Huenda ikawa ni nzuri zaidi. Unajua timu ya kwanza kupata matokeo kidogo inapata nguvu hata kuendelea kufanya mashambulizi, kuliko mnapokuwa mnabakia na ile pressure ya 0-0, basi mnajikuta kwamba nguvu yenu pia
Kweli kweli mwalimu, kweli unachokiongea kwamba timu ya kwanza inapata matokeo inakuwa na advantage kubwa sana, na pia inapunguza hata ile pressure ya kuwa kwamba tutapata muda gani matokeo, lakini ukishakuwa na matokeo mkononi unakuwa unacheza kwa kurelax sana. Alafu pia coordination inakuwa ni nzuri, kwa sababu hapo mnaanza sasa kucheza mpira. Sasa hivi kucheza mpira, lakini pia unaunganisha na pressure, kwa sababu vyote vile inaweza kujikuta mpira mna musikae nao ama usikae vizuri. Naona bado refaria anazidi kuchungulia muda, dakika bado zinasonga mbele, tuko dakika tunakaribia kuhitimisha kabisa kipindi cha kwanza hiki. Refaria anachungulia muda huku anaendelea kupigisha game pale. Naona mpira uko umetoka hapa na anawekewa hapa mchezaji wa Sakem captain ili aweze kupiga mbele, na captain anaupiga tu mbele, sidhani kama anaanza huyu. Ameupiga mbele moja kwa moja. Na hii nadhani sio nzuri kuipiga mipira. Nadhani wangepata nafasi kidogo kuweza kuanza kutuliza mpira pressure hii. Ni kweli huenda kipindi cha pili wataingia kwa utofauti zaidi pale ambapo tutakapoenda kuelekezwa makosa yao na walimu wao. Na hii changamoto ya kutoa mpira itapungua kipindi cha pili. Offside hapa imeweza kuonekana na anaopiga tena. Yaani yeye aanzi ni kupiga tu. Hii ni changamoto nadhani inabidi kuna kitu kufanyika. Ukiangalia captain ni mfupi wa kimo, lakini anapiga mashuti marefu wakati wote tu. Ni kweli kabisa, hata ukitazama kipindi kile cha Roberto Carlos alikuwa ni mfupi, lakini akikupigia shuti lake unaweza ukazimia mwalimu. Ni kweli kabisa, wanapiga mpira hapa hatari kwenye lango la Sakem, lakini wameweza kufanya vizuri bado. Madefender hawa bado anao mpira. Salumu anaweka mpira chini, anampigia mwenzake hapa, lakini imeshindikana. Wanaondoka watu wa Sakem vizuri kwa Sakem bado wako na mpira, imepigwa cross hapa. Naona iko ya wazi kabisa hapa, hatari. Anatia mkononi pake pale. I say. Ni hatari sana. Imeanzishwa hapa moja kwa moja, goalkeeper kamweza kumrushia Benteke huyu. Benteke anahangaika, lakini mpira umeweza kubutuliwa hapa na mchezaji wa kuongeza kiwango cha Salumu. Anaonekana yuko katika kiwango bora sana kwenye kupunguza hawa wapinzani wake akiwa katika lango. Ni kweli kabisa, lakini bado hajawa stable sana. Nadhani kuna kitu inabidi kiweze kufanyika hapa, hasa baada ya kipindi cha pili kikiweza kufika, basi hawa waweze kufanya vitu. Yaani nadhani mwalimu anabidi awaelekeze namna ya kucheza wakiwa mbele, kwa sababu wana faida maforward kwa sababu ya kitu kimoja. Naona jezi imechafuka sana ya goalkeeper wa PSSP. Shughuli pevu anasema watoto wa mjini. Shughuli pevu hapa kiwanjani leo. Afe kipa, afe beki, matokeo lazima yapatikanike. Piga pasi ya kibao pale na inafika. Naona wanashambulia kwa kasi katika kipindi cha kwanza kuelekea kipindi cha pili. Kila unatoka pale tunaona Sakem anaenda kurusha, anamtafuta mchezaji mwenzie au ni anaamua kurusha katikati ya uwanja. Anaokoa SSPS, mchezaji anatoa nje tena. Naona kibendela kuelekea lango la SSPSS. Na pia tukumbuke Dar es Salaam ipo hali ya mvua. Sio na wasiwasi, uzuri picha angavu tunaiona kubwa tazama. Hivi ni viwango vikubwa kabisa. Mawio Television hatujaamua kukuangusha, tumeamua kuja kiuzuri zaidi na mambo mazuri zaidi muyatarajie mara baada ya kuanzia hapo Jumatatu. Tutakuwa tukiruka mubashara moja kwa moja, utakuwa ukipata vyema kupitia channel yetu hii ya Mawio Television. Offside hapa imeweza kuonekana kwenye upande wa SSPSS, kwa hiyo mpira unaweza kuwekwa chini hapa, unarushwa moja kwa moja. Nadhani kwa offside ni mpira wa kurusha hapa. Moja kwa moja ametuliza vizuri kwenye kifua hapa mchezaji wa SSPSS, lakini ameshindwa kupiga vizuri, ameshindwa kutumia faida ya mpira huo. Umewekwa chini kwa ajili ya kuweza kupigwa na kuelekea kwenye lango la SSPSS. Na pia mwalimu, kwa namna wanavyocheza foul ni nyingi sana, kwa sababu wanainua mipira juu, wengine wanaifuata kwa kichwa, wengine wanaifuata kwa mguu. Tunaona kipenga cha kuuza kitu. Kweli kabisa, na kwa sababu wanaubutua bado mipira. Ameweka hapa mpira hapa chini, mchezaji ameweka katikati hapa. Ni hatari kwenye goli hilo. Ameweza kuitoa mchezaji wa SSPSS. Ilikuwa ni hatari kwenye lango la SSPSS hapa. Sakem naona wamefanya vurugu kidogo hapa kwenye lango lao. Napenda kukumbusha kuwa ubora wa goalkeeper wa SSPSS kweli unavyoendelea, kwa matukio yakiendelea hivi mpaka dakika 90 zikisha, anaweza kupewa man of the match.
Kweli kabisa. Naona kuna faulo tayari imeshatokea hapa kwenye lango la SSPSS, ndo mpira unaelekea, unapigwa kuelekea kule. Ni mara baada ya mchezaji wa SSPSS kuweza kufanya faulo hapa kwa forward hii ya Sakem. Pia wawe makini sana kwenye kuchezeana hii mpira wa faulo, kwamba wanaweza wakapata injuries zikawaletea shida katika mechi ambazo zinazokuja hapo mbele. Kweli kabisa. Ngoja tuone hapa faulo gani na inaenda kupigwaje hapa. Nadhani ni faulo ya upande wa kushoto. Wa kushoto ya kwanza kabisa, upande wa kushoto, na refari anajaribu kuwaelekeza hapa jinsi gani ya kuweka mikono, maana yake inaweza katokea la kutokea hapa. Inapigwa na mchezaji huyu ambaye ana mguu wake wa kushoto pia. Anaweka, inapigwa faulo moja kwa moja hapa. Hatari! Imeokolewa tena na sentafu huyu. Mwalimu, ilikuwa ni shambulio la hatari sana, sijaliona tangu mechi ikianza. Ni kweli kabisa, maana faulo imepita vizuri na iko wazi. Nadhani kuna mtu alitakiwa yupo pale wakaweza kugusa kidogo tu. Nadhani umemkuta sentafu ya SSPSS akiwa peke yake kabisa. Wanaenda kupiga mpira wa kona Sakem pale wakiwa wanajipanga vizuri zaidi pale katika dimba la SSPSS. Ngoja tuangalie kona itazaa bao ama vipi. Kona ya kwanza upande wa kushoto pia hii. Baada ya faulo ya kwanza upande wa kushoto, ngoja tuone. Anaenda moja kwa moja mchezaji yule anaweza kuipiga faulo hapa. Inapigwa faulo moja kwa moja hapa, tunaangalia hatari. Ni hatari kabisa. Lakini imenyoshwa mkono, sijajua ni nini kimeonekana hapa. Ni offside, lakini sijajua kwamba katika ule mpira wa kona imekuwaje ni offside, kwamba ni wamejaa sana katika upande wa kushambulia juu. Ngoja tuone. Bado mpira unaendelea hapa. Mpira bado unaendelea. Ngoja tuone, na mpira umeweza, kipindi cha kwanza hapa tayari kimeweza kukatika hapa. Dakika 45 za kwanza refali ameweza kupuliza filimbi kwa maana ya kipenga kusimamisha mpira hapa. Dakika 45 zimeweza kukatika hapa. Na pia mwalimu, nipongeze uwezo wa referees wote kwa ujumla, wamechezesha game katika standard iliyokuwa ya juu sana. Ni kweli kabisa. Mpenzi mtazamaji wa Mawio Television, ni dakika 45 za kwanza zimeweza kukatika hapa katika viwanja hivi vya Ardhi katika chuo kikuu cha Ardhi. Matokeo ni 0-0, yani 0-0. Timu zote mbili hazijafanikiwa kuliona lango la mwenzake. Tutarudi tena mara baada ya dakika 15 kuweza kushuhudia dakika 45 za kipindi cha pili. Lakini tunapoambiwa, nimekusikia kuna lugha umezungumza, lugha ya issue ya kipenga na filimbi. Hii imekaje? Vyote ni Kiswahili ama kuna lugha moja hapo ambayo bado sijaelewa? Mara nyingi sana nasikia wachambuzi huwa mnapenda sana kuizungumza hiyo, amepuliza kipenga ama filimbi. Kwa kumsaidia mwalimu, napenda kuiongea kama tuseme kuna lugha zile za mtaani. Kipenga ni kama inaleta ladha ya lugha kama mtaani. Filimbi utakiingia kwenye kabisa. Ni kweli kabisa. Basi tuendelee hapa. Naona kuna baadhi ya wachezaji wa SSPSS na wachezaji wenzao wa Sakem wameweza kuenda kwa mapumziko ili kuweza kutathmini 45 za kwanza kwa dakika chache, alafu then 45 za pili tutaendelea kuwa wote katika viwanja hivi vya Ardhi. Lakini nizidi kukumbusha tu kwamba ukiwa ndani ya channel yetu ya Mawio Television tuna mjumuisho wa matukio mengi sana ya kihabari, ambapo ukiwa ndani ya channel yetu basi utakwenda kupata habari za burudani, lakini pia utakwenda kupata habari za michezo kama ambavyo unaweza kushuhudia mashindano haya ya Inter-School Competition, lakini pia utakwenda kufurahia burudani ya filamu kwa maana ya movie recap ambazo kila wakati na kila saa zinapromoshwa hapo katika channel yetu, lakini habari za kisiasa, habari za biashara na mkusanyiko wa matukio mbalimbali ikiwemo breaking news unapata kwa wakati kabisa pindi unapokuwa ndani ya channel yetu ya Mawio Television. Lakini pia mwalimu, nipende kuwakumbusha watu ambao wanatufuatilia, ikiwa una shughuli yoyote, una sherehe, una jambo la msingi kabisa ambalo ungetamani kutengeneza kumbukizi nzuri kabisa katika tukio lako, basi ni vyema ukatutafuta ili kuweza kupatiwa huduma ya kushutiwa sherehe yako kwa uzuri kabisa na kwa viwango vya 4K. Karibuni sana. Nambari za simu ni 0622113984. Basi unapata kazi iliyonyooka, kazi iliyokuwa standard kabisa kwa viwango vya kimataifa. Karibuni sana. Mwalimu,
una kipi cha kuzungumza kutokana na hali ya uwanja ulivyoweza kuiona? Uwanja huu unadhani unafiti viwango vile ambavyo vinastahili? Uwanja kama uwanja kwa michezo ya kuendelea kujitafuta niseme, kuendelea kujiandaa kwa ajili ya kuwa wachezaji wazuri, inafaa kabisa. Inafaa, na wachezaji wote ambao wanacheza kwenye viwanja kama hivi huwa baadaye wanakuja kuwa vizuri sana. Naona mashabiki hapa wanapunga mikono kwa wanapunga mikono. Na pia niongezea katika swala la uwanja inabidi viongozi wetu wa Samia Suluhu Hassan hapa Tanzania inabidi kuongeze chachu kwa kuweka miundombinu bora sana kwa vijana, kwa sababu wanategemea viwanja hivi vya vyuoni, mashuleni, kwa sababu tukitengeneza miundombinu mizuri ndio tunapata wanasoka wachezaji wengi wazuri. Ni hivyo tu. Sawa sawa. Tukiendelea kuzitathmini dakika 45 za kwanza, mwalimu hapa adhani kuna kitu ambacho mimi nimejaribu kukiona hapa kwenye upande wa kiwanja. Kiwanja kwa hali ya hewa sio rafiki. Sio rafiki, na ndio maana umeona wachezaji kidogo nadhani walikuwa na butua mipira juu kwa sababu chini haikae. Sijajua kwa sababu ya maji ambayo yapo, na wachezaji wengine wameshindwa hata ile unatokea labda mtu kuachukua wawili watatu anashindwa kutokana na kuteleza kwa uwanja. Wewe hili kwa upande wako umelionaje? Mwalimu, kwa upande wangu mimi napenda sana kuwapongeza wachezaji wote, wametupa timu nzuri. Hata kama uwanja upo sio rafiki na hali ya hewa pia, lakini wametupa game nzuri sana, wameonyesha uwezo wao. Tukija katika swali lako mwalimu, kiwanja bado kina dosari, labda tuseme kina mapungufu kwa ile matatu. Kweli kabisa. Wanatakiwa wachezaji waongeze ufanisi zaidi kwenye kutumia nafasi zao pale ambapo wanatumia kwenye, kwa sababu tukiangalia kabisa kiwanja kipo kwenye standard ya chini, lakini kina uwezekano wa kuchezeka michezo ya aina kama hii. Pia tunapenda sana kuwaomba viongozi wa vioni waongeze kuwasumbua viongozi wao wa juu ili waboreshe viwanja. Kweli kabisa, na naona hapa wachezaji wa akiba wakiweza kupiga mipira kwa maana ya kustretch miguu yao na kuweza kujiandaa na wenyewe, pengine linaweza likatokea lolote kwenye hizo dakika 45 ambazo zinafuata. Kwa hiyo naona kidogo wanapasha na ni wachezaji wa Sakem hapa, na waangalia kwa sababu wapo upande wa Sakem wanapiga mipira hapa. Sijaona wachezaji wa SSPSS kama wanafanya kitu kama hichi, sijajua changamoto ni nini. Nadhani tutawaona pia na wenyewe wakiwa wananyosha. Na hii imekuwa ni tamaduni ya kwenye mchezo huu wa mpira mara baada ya gemu kuweza kutamatika kwa maana dakika 45 za kwanza, basi utaona wachezaji wengine wa akiba wakiweza kunyosha misuri yao kujiandaa, kwa sababu ni mara nyingi hapo ndipo zile substitutions zinafanyika hapa. Na kuongezea mwalimu katika swala la substitution kwa kipindi cha pili, nategemea kuziona substitution nyingi sana, kwa sababu wachezaji kwa kariba ya wanafunzi wanakuwa hawapati ile game full time, kwamba wanacheza muda wote kama wenzao wanaocheza let's say labda Simba na Yanga, wanakuwa wapo katika fitness ya hali ya juu. Ningetegemea kuona walimu wangewapa nafasi pia wachezaji wengine waliokuwa bench waonyeshe kipaji chao. Ni kweli kabisa. Naona hapa marefari wote watatu, refari wakati pamoja na hao pembeni wakiwa wanarudi viwanjani. Nadhani kutokana na wakati na hali ya hewa, na pia wameweza kuwaisha kidogo. Na pia mwalimu, tukumbuke wingi wa mashabiki. Kweli kabisa. Na tukumbuke leo kuna game ya Simba versus Pamba, wakaona ni bora kuja kwa support hawa wenzao uwanjani, kuwapa hamasa kubwa ili waendelee kucheza na kuonyesha vipaji vyao. Ni kweli kabisa. Naona kuna walimu hapa pamoja na wanafunzi ambao wapo hapa tayari kwa kushuhudia kipindi cha pili cha mchezo huu kati ya Sakem pamoja na SSPSS, ambapo marefari tayari wamesharudi kwenye viwanja na wapo hapa katikati wakiweza kudiscuss mawili matatu
kuweza kuangalia. Lakini kwa upande wangu naona wanachezesha vizuri sana, hasa refari wote wa pembeni na wa katikati, maamuzi wanaotoa yako sahihi kabisa. Sijaona upendeleo wote ambao unafanyika hapa. Wala kubebwa Ya, ni kweli mwalimu, ukitazama tunapoelekea soka letu la Tanzania linazidi kukua, kwamba marefari kama hawa wanaojitoa kuja kuonyesha uwezo wao uwanjani ni kwamba wanafanya kazi nzuri sana. Tuwapongeze kwa hilo, na pia tunaomba wito kwa watu ambao wanaopenda fani hii kujiongeza kuja kupata ajira. Lakini kitu ambacho nimekipenda hapa kutokana na hali ya hewa ambayo tunaweza kuiona hapa viwanjani ni aina ambayo mwanadada ambaye ni mtu wa kibendera ameweza kutengeneza nywele zake vizuri kabisa, nywele asilia hizi. Sidhani kama ungekuwa umewekea rasta ama wewe ni mtu wa makeup, mtu wa kope ndefu, kama hii hali ya hewa ingeruhusu wewe kuweza kuyafanya mambo haya. Kwa hiyo tunaona ni namna gani ambavyo unaweza kuboresha asili yako na ikakusaidia pia kufanya baadhi ya mambo. Kwa hiyo unaweza kuwa na kipaji ndio, lakini kipaji chako kisiweze kukava kwenye maeneo fulani kutokana na vile ambavyo na pia naona Sakemu wanarudi uwanjani. Wanarejea uwanjani wakiwa wanaendelea kujadili namna gani wanaenda kuwakabili wapinzani wao SSPSS. Na pia nikukumbushe mwalimu, pale ambapo ulipokuwa unaongelea uzuri na ubora wa zile nywele, uwanja katika soka la mpira lina sheria zake. Kama katika hawa waamuzi wetu wa kike hawezi kusuka rasta au kuingia nywele ambazo ndefu, zinaweza zikawatia ubza kwenye kuweka maamuzi yao. Lakini pia ukimwangalia huyu muamuzi yuko na nywele asilia, ni nywele ambazo hazijatiwa madawa sijui vitu kama hivyo, ni nywele ambayo ukiangalia kabisa unaona na uasili wake ule. Sasa sidhani pia kama ukiwa umetiatia vitu hivyo, kama unaweza ukaweza kuchezesha mambo vizuri hapa uwanjani, unaweza ukaleta uzuri mwingi. Generally wanasema black is beauty. Kwa hiyo tuishie hapo. Naona wachezaji tayari wameweza kurudi viwanjani. Wachezaji wa Sakem kidogo wamesharudi. Nadhani kwa sasa hizi dakika za 45 ambazo zinakuja lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo nadhani madefender pamoja na magolikipa inabidi wawe makini sana, kwa sababu wao ndio wako sehemu za hatari. Kwa sababu ya hii hali inaweza katokea pila mchezaji huyu defender kateleza alafu likatokea lolote, na hapo ukipiga shoot manake kwa hali ya mvua inaweza ikateleza kwenye mikono ya golikipa. Kwa hiyo nadhani inabidi wawe makini zaidi. Mpira unaenda kuanza hapa dakika 45 za kipindi cha pili. Nikukumbushe tu ni Sakem dhidi ya SSPSS katika viwanja hivi vya ardhi, na mashindano haya yanaitwa Interschool Competition yakifanyika hapa chuo kikuu cha ardhi jijini Dar es Salaam. Tusisahau kuwakumbusha watu hiyo ndio vyo vya ardhi hivi, unaweza kushangaa kipo na sehemu nyingine. Kweli mpira naona hapa umeanza taratibu, wameanza wachezaji wa SSPSS na tayari mpira umeweza kutolewa nje na defender huyu wa kulia wa Sakem. Na mpira tuwakumbushe watazamaji kwamba tayari pande zimebadilika. Sasa upande wa mashariki atakuwa ni SSPS, lakini upande wa magharibi atakuwepo ni Sakem. Kwa hiyo utofauti kidogo na ile mara ya kwanza. Sasa pande mbili zishakuwa tofauti, so tunaweza kushuhudia mashambulizi tofauti. Je, upande ulikuwa ndo kigezo ama ulikuwa ndo sababu? Kwa sababu tuliona kwamba SSPS waliweza kushambuliwa sana wakiwa upande wa magharibi, lakini sasa hivi wao ndo wanatakiwa kushambulia huo upande wa magharibi. Sasa je, mashambulizi yao yatazama tunda ama itakuwaje? Mwalimu utakwenda kutupa kidogo ufafanuzi. Je, pande kubadilishana hii inaweza ikatengeneza matokeo yote yale? Ni kweli kabisa inaweza katengeneza, kwa sababu kuna wengine unajua upepo. Unajua upepo ukiwa una uelekeo wa kushoto ama kulia, kuna watu wanategemea advantage ya upepo kuweza kuwasaidia. Unajua ama jua. Kuna mtu akiwa upande wake labda kuna jua hivi, ama mvua ikiwa inanyesha, basi ikiwa inanyesha upande huu labda unapiga upande huu wa kushoto, basi wale wanaokuja kutoka kulia unawapa shida sana. Kwa hiyo nadhani hizi ndio maana unakuta wachezaji wakiwa wanaanza wanachagua upande. Wao wanajua kwamba tukianzia huku kuna advantage hii na tukianzia huku kuna advantage hii. Moja kwa moja mpira unawekwa kwenye goli hili. Kipa huyu wa SSPSS mpira umeweza kutoka na anaweza kupiga goal kick kuelekea lango la Sakem. Na luka kichwa hapa, mpira unatoka nje, hawajaugusa wote, kwa maana unaelekea kurushwa upande wa SSPSS. Na pia mwalimu, tukiangalia katika hizi dakika za mwanzoni kabisa
kabisa lile swala ambalo tulikuwa tunaliongelea la kuchua mipira bado naliona linaendelea katika pande zote mbili. Unaionaje hii? Huenda walimu hawajawaambia mapungufu wanaoyapitia na changamoto. Nadhani hawajawasiliana na walimu, lakini linatokea hapa kuna hatari hapa. Goli la kwanza limeweza kupatikana hapa kwa upande wa SSPSS wanashangilia hapa. Nadhani ni uzembe wa kipa hapa. Umeteleza mpira kwenye miguu yake, kwenye mikono yake hapa. Na kama nilivyokuambia walimu huenda hajaenda kutengeneza kile ambacho walichokiona kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza Sagem walionekana wakiwa na ubora mzuri sana wa kuzuia mashambulizi, lakini sasa hizi naona wamekuwa wamejisahau sana. Ni goli la kwanza limepatikana hapa kwa forward huyu Salumu ameweza kushinda, na tulisema mwanzo kidogo alikuwa anaweza kupata vinafasi, na hii nafasi ameweza kuitumia vizuri. Goli la kwanza la SSPSS kupitia mchezaji Salum ameweza kupata goli hili la kwanza. Na pia mwalimu usisahau nilikwambia ubora wa huyu mchezaji Salum ana ubora mzuri sana kwenye kuwapunguza hao wapinzani. Ni kweli kabisa. Naona game inaendelea hapa. Wachezaji hawa wa Sakem kidogo na wenyewe wameamka, wanafanya mashambulizi kidogo hapa. Mpira unaelekea tena kule kwa Sakemu. Goli inaenda jamani, mpira unaenda kabisa tayari kabisa huku. Kipa ameweza kuwahi hapa, anarusha moja kwa moja kwa haraka zaidi kwa sababu nadhani muda unazidi kuyoyoma tayari. Ameshaona baada ya kufungwa goli hapa muda sio rafiki. Na pia mwalimu nikitazama naona hawa SSPSS wanakuja kwa kasi zaidi, kwamba wamekuja kiutofauti na plani iliyokuwa madhubuti. Okay. Naona kidogo hali ya mitambo katika viwanja hivi kidogo inaitilafiana na issue ya hali ya hewa. Sasa kidogo naona kuna kuganda hapa. Okay, sawa, tumerejea tena. Mpira bado unaendelea, mambo ni mazuri kabisa. Nikukumbushe tu kwamba Mawio Television tunakushushia burudani hii kabambe hapo ulipo nyumbani, na bado burudani inaendelea. Kulikuwa kuna injury hapa mwalimu. Naona kuna mchezaji alikuwa yuko chini, lakini madaktari wamekuja uwanjani kumganga, na pia kashasimama pale na mpira unatajika. Naona anaenda nje na daktari, huenda amepata kidogo changamoto. Naona mchezaji tayari ameshapata injury. Matokeo ni goli 1-0 ama kwa Mduala. Watoto wa mjini wanazungumza hivyo. Mduala huu. Tunapozungumza Mduala bana, watoto wa Morogoro wanaelewa vizuri. Mduala hivi ni Morogoro au ni pwani huko? Hiyo ni pwani. Watoto wa Tanga wanajua kabisa kuna vitu vya Mduala au Zanzibar. Kwa hiyo Sakemu wamepata Mduala. Kwa lugha nyepesi zaidi ni kwamba Sakem sasa wanacheza Mduala. Kwa wanangu wale wa mtaani ukiwaambia nunge wanakuelewa. Kwa Sakem kwa sasa wanachezea nunge. Okay. SSPS kama tulivyoweza kuona wamepata matokeo, na hii ni mara baada ya kubadilisha upande. Sasa sijajua kama ile sababu ya upande waliokuwepo kabla ulikuwa na advantage kwao kuweza kupata matokeo. Naona sasa hapa na dakika hii wameweza kutumia nafasi, ikiwa ni mwanzoni kabisa mwa kipindi cha pili wameweza kujitolea goli lao la kwanza. Sasa sijajua kama matokeo yataendelea kwa hivi mpaka mwisho, ama nao pia Sakemu wanaweza kufanya mabadiliko na kuweza kutengeneza ushindi, ama kutoka na draw au kuwa na ushindi wa kuongoza kabisa kwa mabao zaidi ya 2 ama 3, kitu kama hicho. Sasa tuendelee kusikilizea mchezo kuona kile ambacho kinajili katika viwanja. Karibu sana mwalimu, pia kama una jambo la kuweza kutilia hapo. Naona Sakemu wanapeleka mashambulizi kwa SSPSS, kwamba naona mpira umetoka pale, mtu yuko chini akachezewa rafu, lakini alicheza rafu. Ni mpira wa kurushwa kule. Sakemu anapata ule mpira, anajaribu anampasia mwenzake huku kuelekea lango la PSS. Anapoteza ule mpira. Unakuwa umetoka nje kidogo. Golikipa anakwenda kupokea ule mpira. Lengo ni kuhakikisha tu kwamba muda unalindwa na waweze kupata matokeo mengine. Pamoja na kwamba wamepata goli hawa watu wa SSPSS, bado wanacheza kama wanavyocheza hawa watu wa Sakem, ni kupiga mpira juu. Bado sijaona mpira kuweza kutulia. Okay, tuendelee tuone nini kitafanyika hapa. Golikipa wa SSPSS katika goal kick hapa, anapiga mpira kuelekea lango la timu hii ya Sakem. Amepiga mpira moja kwa moja hapa, tunaangalia wameluka kichwa vijana wa Sakem, bado wako na mpira na golikipa amemrudia tena, golikipa kaudaka. Anaonyesha mbwembwe kidogo hapa kwamba yeye ni mikono 7.
ukileta mbwembwe katika eneo kama lile la goalkeeping inakuwa inaleta madhara, kwa sababu inahitaji matokeo. Hataki kuonyesha mbwembwe sana kwamba ni kweli. Salumu anatuweza mpira vizuri kabisa hapa. Anaondoka bwana Salumu hapa, amemchukua mmoja, ameachia pass kidogo. Anapiga mpira mrefu kidogo kuelekea watu. Wanajaribu kuweka mpira chini hapa lakini inashindikana. Hatari kabisa kwenye lango la imeshindikana hapa. Huyu defender ameweza kutoa moja kwa moja. Ilikuwa hatari kwenye goli la SSPSS. Vijana wa Sakemu walikuwa wanataka kuweza kurudisha, lakini pia naona mchezaji mmoja hapa amelala. Sijui nini kimetokea. Ngoja tuone. Pia mwalimu, ningependa kutia neno hapo kwa kuwapongeza mwalimu wa SSPSS. Naona amewaambia wachezaji wake wasiwe lele mama. Naona wanapeleka mashambulizi na kukaba kwa nidhamu nzuri sana. Pamoja na kwamba kuna ushindi wa goli moja, maana yake bado goli moja sio goli, wanasema wahenga. Goli moja sio goli, maana yake muda wote linaweza likarudi. Dakika bado ni nyingi na hawa jamaa wa Sakem bado wana nafasi ya kuweza kupata ushindi ama kusawazisha na kupata ushindi kabisa katika mechi hii. Naona kuna mabadiliko kidogo yanataka yafanyike. Kuna mchezaji yuko nje lakini pia tayari amesharushwa. Na kuna nini hapa? Ngoja tuangalie vizuri. Wanaambiwa rudie kurusha hapa. Nadhani hawakusikia kipenga vizuri. Rudi amerusha hapa mpira na ametulia kidogo kapteni. Kapteni anaondoka bado yuko na mpira kapteni. Kapteni anaondoka hapa bado yuko na mpira lakini mpira umetoka. Ni goal kick unapigwa kuelekea lango la Sakemu hapa. Na pia mwalimu, naona kama hali ya hewa kidogo imepungua ile hali ya mvua kidogo, kama ina support kidogo kwa wachezaji kufanya mambo yaliokuwa mazuri. Ni kweli kabisa, pamoja na kwamba umeshakanyaga udongo hapa, lakini ngoja tuone kitatokea. Wameweka mpira chini kabisa, wanapasiana vizuri. Sakemu bado anaondoka, aliweka katikati hapa, ameweza kuokoa hapa vijana wa nani wa Sakemu. Bado uko na mpira lakini bado uko na mpira. Sakemu ameondoka kidogo. Salumu anaondoka na mpira. Salumu anakimbia na mpira. Salumu katanguliza mpira, anaondoka. Amepiga vibaya pale, kapteni ameweza kuchukua moja kwa moja. Mpira umeanza, kapteni, mpira umetoka hapa. Naambiwa mpira umetoka hapa. Kapteni ameweza kuokoa lakini ameweza kutoa mpira. Kando kidogo mwa kameramani wetu anayefahamika kama EDSO ambaye anatupeleka mubashara matangazo haya moja kwa moja kutokea katika viwanja vya Chuo cha Ardhi jijini Dar es Salaam. Tuendelee kubaki na sisi wakati huo ukiwa umegusa alama ya subscribe. Kuna mabadiliko yanaweza kufanyika hapa. Kuna mchezaji ameweza kuingia hapa wa SSPSS. Ameweza kuingia baada ya mchezaji mmoja kuweza kutoka. Pia mwalimu, nikikumbusha maneno yangu niliyotamka, kama ukikumbuka, nilikwambia kabisa fitness za wachezaji sio kama vile ambavyo tunavyotegemea. Ni wengi ambao sio kumaliza kipindi kizima cha kwanza. Kama nilikwambia, mwalimu aliyokuwa kidogo na taaluma inabidi afanye sabu ili badi kuona nini ambacho anachoweza kukipata kwa kipindi hiki cha pili. Ni kweli kabisa, kila mmoja aweza kupata nafasi ya kuweza kucheza na kuonyesha kipaji chake hapa. Pamoja na kwamba ni mashindano, lakini lengo pia ni kuonyesha vipaji. Kwa hiyo inabidi watu wote waweze kupata nafasi ya kucheza ili basi vipaji viweze kuonekana. Kwenye lango la timu inafanyika madhambi hapa. Madhambi kwenye upande wa lango la SSPSS. Ndio wanaochukua mpira kuweza kuanza kuelekea goli la lango la Sakemu. Mpira bado uko 50-50, pamoja na kwamba wameshinda vijana wa SSPSS, lakini mechi bado iko 50-50. Anakimbia kijana huyu wa Sakemu, imechukuliwa mpira hapa. Ameondoka tena mpira uchukuliwa kwenye anakosa goli. Kibalaka hapa. Imeshindikana hapa. Imeshindikana hapa. Hatari hapa, na udhembe wa hali ya juu unafanyika. Goli hapa watu wa SSPSS. Umefanyika udhembe wa hali ya juu hapa kwa maforward wa SSPSS kuweza kukosa nafasi ya wazi kabisa. Ni nafasi ambayo imeweza kupotezwa hapa, lakini pia sijajua madefender wote walikuwa wameenda wapi hawa Sakemu. Jambo la kushangaza hapa, maana yake alikuwa Salumu pamoja na huyu kapteni wa SSPSS wako wawili peke yao na wapo kwenye nafasi za wote kuweza kushinda. Na ndio maana kipa hapa naona anaweza kuongea nao madefender kwamba walikuwa wamepotea kwenye maeneo yao. Pia mwalimu, nikukumbusha kipindi cha kwanza Sakemu walikuwa vizuri sana kwenye kuzuia mashambulizi, lakini sasa hizi naona wamekuwa sio watulivu katika eneo lao la ulinzi. Ni kweli kabisa. Ngoja tuone ni nini hasa kinaenda kufanyika hapa. Naona kapteni anajaribu kuongea na mchezaji huyu wa Sakemu kwamba ni hatari, pamoja unajua mchezo sio wadui, pamoja na kwamba
kuna kozi na kozi zinafanyika, basi mchezo sio adui. Naona wanarukiana hapa, hali ya furaha inaendelea kutawala. Pia mwalimu, naona kuna mchezaji wa Sakemu yupo chini pale na hisi amepata changamoto kidogo ya injury na daktari yupo uwanjani kumhudumia. Ni kapteni huyu wa upande wa Sakem, anainuka hapa. Sidhani kama atakuwa amepata majeraha makubwa. Nadhani ni unaweza kaona ni kuna muda ni tricky tu za kimchezo. Kupunguza mashambulizi. Ngoja tuone, amewekwa pale nje kidogo kwa ajili ya kuweza kuangaliwa, na inaenda kupigwa kona kuelekea lango la hawa Sakem baada ya kukosa goli, na maana waliokoa pale vijana hawa. Anaenda kupiga kapteni huyu, ni mfupi kidogo lakini ni hatari sana. Anapiga mpira hapa katikati hapa, ni hatari kidogo. Limeweza kupatikana goli la pili kwa upande wa SSPSS hapa. Naona vijana wa Sakemo wanashangaa, ni kona iliyopigwa moja kwa moja kutoka kwa huyu kapteni, na pale kai imeweza kupachikwa kwa mfumo wa kichwa. Naona kidogo wanalikataa hapa. Ni nini hapa? Substitution inaweza kuwekwa hapa. Pia mwalimu, nataka nikukumbushe jambo. Hawa SPSSP wanaonekana wamekuwa hatari sana kipindi hiki cha pili. Nadhani maelekezo kutoka kwa mwalimu wao ama coach wao kidogo yamejenga faida ama yameleta faida kwa upande wao. Sijajua hawa jamaa wa Sakem ni nini hasa kinaweza kuwapata. Maana mwanzoni kama ulivyokuwa unasema walikuwa wanaweza kuzuia mashambulizi, lakini sasa hivi ni kama wamepoteana hivi. Maana wamekoswa na limewekwa tena bao la pili. Watarudi kweli hawa nani Sakem? Ngoja tuone hapa. Mpira umeshaweza kuanzwa hapa. Goalkeeper yuko makini kabisa. Ameweza sasa, mbwembwe zile za Waarabu za kulala zimeanza hapa. Kama Waarabu, na tukishapata goli mbili maana tuna uhakika wa kuweza kusonga mbele. Anapiga goal kick hapa goalkeeper huyu wa SSPSS, na mpira unagombaniwa hapa. Wameweka chini vijana wa SSPSS, wameanza kujiamini, wanacheza na wachukua huyu jamaa, lakini sijajua ni nini. Mpira umeweza kipenga umeweza kupulizwa. Ngoja tuone kuna nini kimetokea, na kipa wa Sakemo anaweza kupiga mpira. Sasa hivi hawa watu wa Sakemo inabidi waweze kujiangalia vizuri, kwa sababu tayari wameshapoteza huu mchezo. Wana asilimia nyingi za kuweza kupoteza, kwa sababu pia naona kuna namna tena hapa imeweza kutokea. Mchezaji huyu ameweza kupata majeraha, ameweza kukaa chini, maana ni majeraha ambayo yako very serious. Ngoja tuone ni nini, amegongwa, ni kipepsi, ni nini. Pamoja na yote, vijana wa Sakemo inabidi wawe makini zaidi, hasa mpira unapokuwa kwenye lango lao, kwa sababu wameonekana kupoteana madefender wote. Sijajua katikati ni nani yupo, manake mipira imekuwa inapita wazi na wanashindwa kabisa kukaba, hasa namba 6 simuoni kabisa, na hawa madefender wawili wa katikati nao wanajichanganya, na ndio maana unaweza kuona kipa kuna mwanzo alikuwa anaweza kuwalaumu kwamba wanapoteana sana, hawaonekani. Pia mwalimu, nataka niseme jambo hapo. Muda mzuri sana. Mchezaji yuko chini, unabidi mwalimu waite wachezaji wako muangalie wapi unakosea. Kweli kabisa, na kapteni kuweza kusema na wachezaji. Ni kweli kabisa, kwa sababu mshatanguliwa goli mbili kama hivyo. Unatakiwa muangalie wapi unakosea, kwa sababu kipindi cha kwanza alikuwa anacheza vizuri sana. Ni kweli kabisa. Kapteni hapa yuko kwenye mpira tayari kwa kuweza kuupiga kuelekea kwenye lango la timu ya SSPSS. Kapteni huyu jezi namba 15 anarudi nyuma kuweza kupiga mpira hapa. Anapiga shoti. Tunaona umeweza kuokolewa kidogo. Ni hatari. Kipa yuko makini sana. Kama ulivyosema, kipa yuko makini sana na ni mzuri sana. Mbwembwe za Kiarabu zinaendelea kama kawaida. Kama kawaida mbwembwe hizi za Kiarabu, Waarabu wanapenda sana kulalala, hasa wakiwa wameshapata ushindi. Na ndicho anachokifanya kipa huyu. Ameweza kutuliza vijana hawa. Unaendelea mpira hapo. Umepigwa Salumu, yuko makini kabisa hapa. Na goalkeeper huyu ameweza kudaka mpira na anapiga goal kick haraka sana, kwa sababu tayari muda umewatupa mkono. Moja kwa moja umetulizwa vizuri. Watu wa Sakemo bado, watu wa SSPSS bado wako na mpira. Anaenda huyu kijana, anapiga shoti katikati hapa. Umeenda kapteni, goal! Goli zuri kabisa hapa kwa upande huu wa SSPSS. Captain, naona referee kanyosha hapa ni offside. Nini changamoto? Ni offside kweli? Hatari sana. Bonge moja la goli kutoka kwa kapteni wa SSPSS, lakini kibendera alikuwa yuko makini sana. Ni offside. Kwa nakumbuka ile nyimbo yetu ile wamebana wameachia,
alafu unamalizia 3-0 pale. Juma Nature wanamuita Juma Nature kutoka Temeke. Yeah, Juma Natule kutokea Temeke huko anakuambia kwamba wamebana, wameachia 3-0. Na pia mwalimu unapenda sana kumpongeza yule aliyopiga kosa, alipiga kosa kiufundi, isingekuwa ni offside ingekuwa goli la sita. Na mimi bado nitafakari kama ni offside ama ni nini, kwa sababu hatuna VAR hapa tungeweza kufanya lolote, lakini tuendelee mchezo na marefali wako sahihi kabisa, ni offside na tuendelee na mchezo. Bado SSPSS wakiendelea kufanya mashambulizi yao ya ghafla, yale mashambulizi ya ghafla, na inabidi wewe makini sana, kuna nini unatokea hapa. Na pia nikitazama muundo wa uchezaji wa Sakemu umepungua ufanisi, wamekuwa mabeki zao wanapanda sana juu, hata mabeki zao wakati wanakuwa wanajisahau sana katika haya maamuzi yao ya kwenye nani aende nani abaki. Ni kweli kabisa, nani aende nani abaki. Ngoja tuendelee hapa. Naona hapa kuna changamoto imetokea hapa. Nini hapa? Referee amefunika penalty. Ni penalty. Referee kafunika hapa, kwa vijana wa Sakemu wameweza kupata penalty hapa. Referee kafunika. Ngoja tuone hapa nini kinaenda kutokea. Nadhani kuna mtu yuko inaweza kawa ni nafasi ya kipekee kwa upande wa Sakemu na wanie kujipatia matokeo. Unajua penalty ni kitu ambacho is very rare, wanasema ni nadra sana kukipata. So unapopata hiyo inakuwa kwako ndio fursa. Na kama wakitengeneza matokeo basi hii inaweza ikawa ni 2-1. Wakati wote ule inaweza ikawa 2-1, kitu ambacho kitaanza sasa kuwapa nguvu zaidi ya wao kuweza kutengeneza matokeo. Mwalimu, unaweza ukaendelea. Ni kweli kabisa, hii ni nafasi ya kuweza kuwarudisha kwenye hali ya uchezaji vizuri pasipokuwa na stress za kufungwa. Ngoja tuone nani anaenda kupiga mpira huu. Ni nani huyu? Ni captain. Unadhani captain kwa namna ambavyo umeona pressure yake anaweza kafiti kwenye penalty hapa? Ngoja tuone penalty enda kupigwa jamani. Mnazi. Yes. Kapiga mnazi hapa. Sasa unajua kwa nini amemisi penalty hapa mwalimu? Unadhani kwa nini nilikuwa nikizungumzia namna ambavyo nilikuwa nikimtazama captain kama angeweza kutengeneza jambo? Ni mara baada ya kugundua kwamba captain kutokea hatua za awali ndio ni mtu ambaye kutoka alipokuwa akichukua mipira yake alikuwa anaipiga mbali sana. Mbali sana, enua juu sana. Sasa nikiangalia aina ile upigaji kutoka mwanzoni alipokuwa ameanza, ndio maana nikatilia shaka sana, nikasema kwamba mwalimu, unadhani upigaji wa huyu mpigaji unaweza ukawa na matokeo? Kwa sababu niliangalia ni kama niliweza kuhisi kuwa huenda mpira huu ungepita juu, kwa sababu captain kutoka awali alikuwa akipiga mipira ya juu sana pindi anapokuwa anaanzisha mipira, na ulikuwa ukizungumzia jambo ile kwamba mipira hii ya mbali sana kila wakati inaweza kuwa sio mizuri wakati fulani. Sasa ni kitu ambacho nilikuwa nimekiona, nikaona kwamba hichi huenda kikatokea pia katika eneo hili la goli. Kwa hiyo sijashangaa sana kuona kwamba captain amekosa nafasi hii muhimu kabisa ambayo ingeweza kutengeneza mioyo ya mashabiki wa Sakemu. Ilikuwa ni nafasi ya kipekee kuweza kurudi kwenye mchezo vizuri kwa upande wa Sakemu, kwamba tumepigwa goli 2 lakini tumeweza kusawazisha kupitia penalti, basi wangerudi mchezoni. Lakini kwa sasa wanazidi kupoteana kwa sababu tayari wamesha kuweza kukosa penalti. Sasa sijajua kipa, ukizingatia aliyepoteza pia hiyo penalti ni captain. Ni captain. Kweli inahitaji hapo kitu fulani, inahitaji darasa wanasema. Lakini kipindi tulikuwa tunaongea hapa kulikuwa kuna mabadiliko yameweza kufanyika kwa upande wa Sakemu. Wameweza kutoa mchezaji mmoja na kuingiza mchezaji mwingine wa akiba na mechi inazidi kuendelea. Ni viwanja vya ardhi hapa katika jiji la Dar es Salaam. Salumu yuko na mpira, yuko na wachezaji wawili na anatoa mwenyewe mpira hapa. Ameshindwa kuwapita na ametoa mpira hapa. Mpira unarushwa kuelekea lango la SSPSS. Sijajua refa anamwambia nini hapa, kidogo inabidi asubiri filimbi ama amerusha vibaya. Ndicho refa anajaribu kusema hapa. Ngoja tuone nini kinaenda kutokea hapa. Mpira unarudishwa na kwamba alikuwa amerusha vibaya, kwa hiyo anarusha mpira hapa. Tunaona Salumu anajaribu kukimbia lakini mpira umeweza kutoka. Ni goal kick. Goal kick kuelekea kwenye lango la SSPSS. Ngoja tuone, golikipa anaweka kwa haraka sana, ameweza kuanza chini. Nadhani mipira kupiga juu, naona wameacha tena sasa hivi. Ishamponza hiyo captain, mambo yamekuwa ni mabaya, kukosa penalty ile kidogo. Huenda mwalimu labda atakuwa amewatonya kidogo bana, hii mipira ya juu wakati fulani mwe makini bana, inaweza kutengeneza lolote lile. Bado anaendelea mchezaji huyu wa Sakemu, anaendelea na mpira, ametoa vibaya sana nje huku. Mchezaji wa defender huyu wa SSPSS ameweza kuokoa mashambulizi yasiweza kufanyika hapa. Wachezaji wa
SSPSS wamekuwa makini sana kulinda kile ambacho walichokipata kipindi hiki cha pili. Naona walitengeneza la tatu lakini likaonekana kwa hatari tena kwenye goli hili. Okay, imeshindikana. Kapteni ameweka chini, anapiga mpira, bado kapteni anapiga mipira. Kapteni na mashuti ya mbali. Bado kapteni anatakiwa kupiga, yani huyu anatakiwa kuwa jirani sana na goli. Manake zile shot on target naona haziko vizuri sana kabisa kwa huyu, na kipindi anapiga sijajua ilikuwa amewekewa nini tunaita, kawekewa meno, kaonyeshwa, naona ndio maana akashindwa, anaitwa kuweza kupigwa kadi hapa. Naona refaria amesongwa pale, si kuna shida gani? Na ni kapteni huyu anajaribu kuambiwa maneno mawili matatu kwa sababu tayari ana kadi ya njano. Kumbuka na refa ameshika kadi na tayari ana kadi ya njano. Kaweza kuirudisha, kakumbuka nadhani kwamba ana njano huyu. Kwa hiyo wakati wote inaweza ikatokea la kutokea. Bado amepaniki sana kuona kwamba ni kama vile anaonewa. Ni kweli kwamba ana pressure ya kukosa magoli kadhaa. Hii ni hatari kweli kweli bwana. Kuna mambo mazuri sana ambayo Mawio Television tunakuletea na tunakusogezea kila siku kupitia channel yako pendwa kabisa. Kubwa zaidi tu hakikisha umegusa alama subscribe na kuendelea kutufuatilia, na nazidi kukumbusha kwamba siku ya Jumatatu mtanange kama hutakwenda kushuhudia hapa, hakikisha tumegusa alama ya kengele. Kuanzia mida ya saa 9:30 utakuwa mubashara kabisa kutokea katika viwanja hiki vya chuo cha Ardhi jijini Dar es Salaam. Mpenzi mtazamaji wa Mawio Television, dakika 90 sasa zimeweza kukamilika na mchezo umeweza kuisha, na kapteni hapa timu yake imeweza kupata ushindi. Pole sana mchezo, lakini pia hongereni kwa ushindi. Umeonaje mchezo wa leo? Mchezo ni mzuri, namshukuru Mungu, waamuzi wamechezesha fair game. Hamna upande uliokuwa unalalamika. Ndio. Pia nashukuru Mungu pande zote mbili zilikuwa na nidhamu, tumecheza vizuri, hamna mafarakano na matokeo yamepatikana vizuri. Na hamna yani mwenye ubishani kuhusu mechi. Mechi imeenda fair game, matokeo yamepatikana, nashukuru Mungu timu yangu imeshinda. Mchezo kidogo ulikuwa 50-50 mwanzoni, lakini baadaye tukaona mmeweza kujitahidi na kuweza kuwini huu mchezo. Nini siri ya ushindi? Kwa hiyo swali lako nitajibu kutokulingana upande wangu. Sisi kweli mwanzo ilikuwa 50-50, ila tunajifunza kulingana na makosa. Kwa sisi ile 50-50 ya mwanzo tuliona makosa, baada ya half time tukaenda tukaongea, jamani inakuwa hivi na hivi, tukafanyia kazi tulichoshauriana. Bedhe hatuna kocha. Kwa hiyo tumeshauriana yenyewe, makosa yanaonekana, tumeshauriana, ndio maana kipindi cha pili tumeziba yale makosa, yale mapengo yaliokuwa yanaonekana mwanzo. Ndio maana tumeibuka na ushindi, tumetumia yale makosa yao tumewaadhibu. Tukiangalia maandalizi ya wapinzani wenu kidogo kama hawakuwa vizuri kwenye upande wa forward, nyinyi mmeweza kujipata kwenye upande wa forward. Nimeona hata zile goal attacking zimeweza kuwa nzuri. Nini siri tena ya maforward wenu kuweza kuwin hiyo situation? Kwa jibu la hapo nitajibu labda talent. Sasa sisi tunamshukuru Mungu. Unajua Mungu yani kaeka vitu kutofautiana. Ndio. Wao na mastreka na sisi na mastreka, ila Mungu katupa kipawa kizuri. Mastreka wetu wako vizuri zaidi ya wao. That's why wametumia nafasi nzuri, tumeshinda. Wao nafasi hawajatumia. Bahati mbaya labda next game watafanya vizuri. Mchezo huu mmeweza kushinda, tutegemee nini sasa kwenye haya mashindano kwa michezo mingine? Kwa tutegemee consistency kwa mashabiki zetu. Yaani sisi hii ni just mwanzo. Kwa yani wazidi kusupport, waje kwenye mechi zetu, wakae dakika 90, yani kuna kizuri zaidi ya hichi. Yani hii ni kama mwanzo. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri, tumejiandaa kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tuko vizuri. Asante sana, nikutakie jioni njema. Asante sana. Shukrani. Mpenzi mtazamaji wa Mawio Television, tumeweza kufanikiwa kuweza kumpata kapteni wa Sakem, timu ambayo imeweza kupoteza mchezo wa leo. Kapteni, poleni sana na mchezo. Nipende kushukuru Mungu, game ilikuwa sio upande wetu, ila kutokana na hali ya hewa pia ilikuwa haijaruhusu. Tumejitahidi, wenzetu wameweza kupata nafasi, wamezitumia, tumefika kwao hawajaweza kupata nafasi. Kwa hiyo tutajipanga kwa game ijayo. Lakini mwanzoni game ilikuwa 50-50 kwa maana pande zote mbili zilikuwa kuna usawa fulani hivi, lakini baadaye naona mkapoteza hivi kwenye upande wa katikati, lakini pia madefender hawakuwa kama hawako vizuri. Ni nini changamoto? Ni maandalizi ama kuna kingine? Kikubwa ni kilichochangia kikubwa sana ni mazingira. Ukiona uwanja ulikuwa uruhusu kabisa. Yaani uwanja ulikuwa unateleza, kwa hiyo sio kwamba watu hawajajipanga, wamejipanga, ila uwanja sio hujao upande wetu, umetuangusha. Lakini pia nikiangalia kuna nafasi iliweza kupatikana kwamba mlipata penalti lakini mmekosele penalti. Nini changamoto? Ni maandalizi katika upigaji, maana penalti ilipigwa juu na Waswahili wanasema mnazi. Nini changamoto? Ni sehemu ya mchezo. Kwenye mchezo kuna kupatia na kukosea. Kwa hiyo imekuwa bad luck kwetu. Okay, sawa, tumeweza kupoteza huu mchezo.
tutegemee nini kwenye mchezo mwingine? Huwa kwa wapinzani wetu wameweza kufanya vizuri na always wamekuwa wanatupa changamoto kwetu katika michuano yote ambayo tumepita huko nyuma. Ndio. Ila kwa games zinazofuata wapinzani wajipange, tunakuja vizuri zaidi. Sawa, nikutakie jioni njema. Shukrani. Mpenzi mtazamaji wa Mawio Television, ilikuwa mechi kubwa na mechi ngumu kabisa kati ya Sakem pamoja na hawa SSPSS ambao mchezo umeweza kumalizika kwa goli 2-0 kwa maana Sakem wameweza kufungwa. Na hapa tupo na shabiki mmoja kati ya wanafunzi wanaotoka chuo kikuu hichi cha Ardhi. Mambo vipi? Poa, habari yako? Safi, unaitwa nani? Naitwa Elia Joseph, natokea department ya Selby. Kwa mimi game yetu ilichezwa jana. Okay. Sasa unaionaje michezo kwa ujumla, hizi mechi ambazo zinaendelea toka mechi zimeanza? Michezo kwa ujumla ziko vizuri ya sasa game ya jana, kwa sababu jana hali ya hewa ilikuwa nzuri. Pia ilikuwa ina support na mpira ulikuwa unatembea. Kwa game ya leo ya Sakem na CSSP ndio hali ya hewa kidogo imeharibu, lakini pia tumeenjoy na mpira ulikuwa mzuri kwa kifupi. Lakini pia tunaangalia wachezaji wamecheza vizuri na mnaonaje nyinyi kama mashabiki kwa hicho chuo cha Ardhi kwamba kuna talent, kuna watu ambao baadaye wanaweza kuja kutusaidia katika timu zetu, timu ya taifa pamoja na vilabu vyetu, ama ni kujifurahisha tu? Yeah, of course vipaji vipo, ukiangalia vipaji vipo. Sema kwa leo havijajionyesha sana kwa sababu ya hali ya hewa na hali ya uwanja jinsi ilivyo, lakini na imani kwa kadri unavyozidi kuendelea utaona vipaji vingi sana. Sawa, lakini pia haya mashindano yana dhumuni gani ama kuna umuhimu gani wa kuwa na haya mashindano katika chuo chenu hichi cha Ardhi? Umuhimu upo wa kutosha. Kwanza ni kujenga uhusiano mwema baina ya kozi na kozi. Hapo pili ni kujenga uhusiano mwema baina ya stafu na wanafunzi. Hapo pia ni kuibua vipaji ambavyo vimejificha, kwa sababu kuwepo kwa haya mashindano pia kuna watu wengi sana huku nje wanaoangalia, kwa unaweza kugundua vipaji vingi sana kupitia haya mashindano. Kwa mfano nyie Mawio TV mmekuja, mtaenda kuionyesha hii dunia itaona, na itasaidia kukuza vipaji, pia inaongeza motisha. Lakini pia tumepewa taarifa kwamba na kuna timu ya stafu ambayo pia itakuwepo. Na yenyewe ni nini? Kwa nini tuna timu ya stafu katika hizi za wanafunzi, hizi game za wanafunzi? Umuhimu wa kuwepo na staff kwenye game za wanafunzi kwanza ni kucreate ile barrier between wanafunzi na walimu. Kwa hiyo yani kuwepo kwa haya mashindano na staff kujiunga kwanza inatengeneza ile uhusiano mwema, kwamba tusijitenge sana kwamba hawa ni walimu na hawa ni wanafunzi. Kwa hiyo uwepo wao kwanza unatutia sisi motisha, unatufanya tuone kabisa kwamba hawa ni walimu wetu na tunaweza tukawapata muda wote tukiwahitaji. Kwa hiyo uwepo wao kwetu sisi ni faraja kubwa. Alafu pia ukiachana na yote, hata wao pia wanaleta changamoto, umeona? Kwa uwepo wao sisi tunafarijika sana, na pia uwepo kwao sisi kunatupa motisha ya wanafunzi kuhudhuria kwa wingi na kujua kuwa na mwalimu wangu anacheza, ni hivyo. Kwa uwepo wao unatusaidia sana. Tunashukuru. Asante sana na nikutakie jioni njema. Asante sana. Asante sana. Na wakaribisha pia mashabiki wengine kutoka vyuo mbalimbali waje hapa waangalie haya mashindano. Kwa kweli ni mashindano mazuri, yanaenda vizuri, viwango vipo vya kutosha. Napenda kutoa rai hata pia kwa wawekezaji, kwa sababu uwekezaji bado haujawa mkubwa hivyo. Kama kuna wawekezaji wangekuja kuwekeza hapa pia, kwa sababu vipaji vipo, nguvu ipo na mashabiki wapo. Kifupi tuko fiti. Safi sana, nikutakie jioni njema. Asante sana. Sawa, mpenzi mtazamaji wa Mawio Television, ilikuwa ni game nzuri na kubwa kabisa, na baadhi ya mashabiki pamoja na hali ya hewa kuwa kidogo sio rafiki, lakini wameweza kuwasili kwenye viwanja hivi vya Ardhi. Nikutakie jioni njema, na mechi zitaendelea kila siku, na sisi kama Mawio Television tutaendelea kuwepo kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha, lakini pia tunakuonyeshia huu mchezo kupitia Mawio Television. Naitwa Robert na hii ni Mawio Television.